Hawa, kwa sababu kuna misingi walioikataa. Wa kwanza, walikataa Utatu Mtakatifu. Hawa, hiyo ndio ya kwanza. Pili, wakakataa pasta asiwe mwanamke. Taweka projector. Unaona? Sasa tulipowakataa, wakabuni, sisi tukawaita ni offshoots. Yaani ni watu ambao wanadanganya ili kwamba wapate wafuasi. Kwa hivyo hawa ndio maana leo sikusimama kama chairman. Hiyo nataka ieleweke. Na jana alikuwa wamedanganya mno. Baada ya kufanya mjadala wakataja makanisa, wakadanganya mno. Ndio mimi kama mchungaji ambaye nimesoma theology, nimesoma Biblia, nikaandika vile vigezo ambavyo wanadanganya navyo watu wa Bamba, ili niwaanike hadharani hawa kwamba hawa si watu wazuri wa kufuatwa. Lakini kuna vile ambavyo tunakubaliana. Kwa mfano, mimi naamini Ukristo ni dini. Kwa sababu naamini Ukristo ni dini, tungeungana hawa kuwapiga wale Hamas. Lazima Waislamu lazima tuungane ili kuondoa Uislamu, lakini hata hawa kuna vitu ambavyo wanadanganya. Sasa nihesabie muda. Imani ya kupinga utatu ilitoka wapi? Mungu ni mmoja, lakini katika nafsi tatu. Mkristo yeyote ambaye haamini kwamba Mungu ni mmoja na yuko katika nafsi tatu kama hawa, basi wao ni manabii wa uongo, usifuate injili yao. Sasa hebu nataka nikaweze kuanza kwanza na introduction, lakini nataka nikaweze, hawa hawaamini utatu. Sasa nataka nikaweze kutumia dakika hizi kuonyesha imani ya kupinga utatu ilitoka wapi. Lakini kabla hiyo, msomaji, Mithali 15:26. 15:26, kitabu cha Mithali. Kitabu ni cha Mithali. Ambapo hatuwezi kuruhusu imani ya Yesu ya kweli ichafuliwe kwa ujanja. Wakati hawa wamekuwa wanafunzi wangu, lakini wakakosa kutii maandiko ya kanisa. 15:26, kitabu cha Mithali. Mithali 15:26. Changamka baba. Unasema mashauri mabaya ni chukizo kwa Bwana. Sasa Mungu anasema mashauri mabaya ni chukizo kwa Bwana. Na kwa sababu hiyo hawa wanatoa mashauri mabaya. Ndio mimi kama mchungaji bado nikaweka pending, kwa sababu mashauri yao ambayo baada ya kufanya debate tutakapoondoka wanakuja na mashauri mabaya kwa kupinga nini? Utatu. Msomaji, mwalimu, hebu soma Mithali 15:26 kwanza, alafu tuweke mambo sawa, alafu tukaweze kuleta fundisho zima la utatu. Na wewe kama ni Mkristo lazima uamini utatu. Soma hiyo. Mithali 15:26. 26. Mashauri mabaya ni chukizo kwa Bwana, bali maneno yapendezayo ni safi. Nenda Mithali 26 fungu la 25. 26:25. Inaweka vitu sawa kwanza, alafu nikaweze kuingia nikaweze sasa leo Biblia yasomwa. Soma hiyo. Anenapo maneno mazuri usimsadiki. Sasa Mungu anasema wanenapo maneno mazuri hawa msiwaamini, kwa maana ana machukizo 7 moyoni mwake. Kwa sababu hawa wana machukizo 7 ya kupinga Ukristo katika mioyo yao. Na ndio maana nimesimama hapa kwa ajili ya Wakristo wote dunia nzima kama mchungaji, na hakuna mchungaji yeyote ambaye haamini fundisho la utatu. Lazima uamini kuna Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo lazima upite. Lakini Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Usipoamini hiyo, wewe umekwisha kupotea. Sasa nataka nikaweze kuanza. Imani ya kupinga utatu ilitoka wapi? Kwa sababu hawa
wanapinga utatu. Imani hiyo ilitoka wapi? Msomaji, soma hiyo Kadiani, hii Qur'ani ya Waislamu. Angalia, bali imeweka Biblia nyingi hapo, kuna makadiani. Soma sura ya 5 aya yake ya 74, ni kuonyesha imani ya kupinga utatu. Hawa wali 5:74. 74 inasema, kurasa wa 220, angalia B pale. Kurasa wa 220, angalia B. Inasema ndio kusema ya kwamba utatu ni fumbo. Sasa sikiza, Waislamu ambao wanaitwa makadiani ndio wanasema hivi, kusema kwamba utatu ni fumbo haikubaliki. Anasema Waislamu hawakubali kusema Baba ni Mungu. Yani Waislamu wa makadiani hawa ambao tunajadili nao ni Waislamu wa Sunni, lakini makadiani wanasema jambo la kwamba utatu halikubaliki. Endelea. Baba, kusema Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, ndio Roho Mtakatifu ni Mungu. Changamka, si maneno ya fumbo. Unaona, Waislamu wa makadiani ndio wanasema si maneno ya fumbo. Ni nini? Ni kukubali miungu watatu. Sasa wao wakisikia Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa akili zao Waislamu wa makadiani wanasema ni miungu mitatu. Yani wakisikia Baba, Mwana na Roho, kwa akili zao wanasema ni miungu mitatu. Sasa imani ya kukataa utatu ilibuniwa na makadiani, ambao hawa wanaungana na makadiani kusapoti Uislamu kwamba Mungu hana utatu hawa, na ndio maana jana nikajitenga nao. Msomaji, mwalimu, nenda hiyo Qur'ani aya hiyo, nenda ukurasa wa 221, kuna staya ya pili pale, ni kuonyeshe staya ya pili. Imani ya kwamba utatu mtakatifu sio, hawa walitoa wapi? Na ndio maana mimi kama mchungaji nikawakataa kanisani hawa, kwa sababu wanapinga utatu. Sasa imani ya kwamba utatu mtakatifu sio, walitoa wapi? Changamka msomaji. Unasema ndio Bwana Padre amesema sisi peke yetu ndio kwa akili zetu nzito hatungaliziweza kujua hayo. Changamka baba, kwamba Mungu ni mmoja mwenye nafsi tatu. Mwenyezi Mungu atawakumbulia watu. Sasa sikiza, Waislamu wanasema Mwenyezi Mungu atafanyaje? Atawakumbulia watu. Mungu hawezi kuambia watu jambo la ujinga namna hili. Sasa Waislamu ndio wanasema makadiani kwamba Mungu hawezi kuambia watu jambo la ujinga, ya kwamba Mungu yuko katika nafsi tatu. Waislamu ndio wana midomo hiyo ya kwamba utatu mtakatifu ni ujinga. Sasa hawa wana imani ya makadiani ambao si imani ya Kikristo. Ndio mimi nikawatorosha kanisani kwa sababu wana misingi mibovu. Sasa nataka nifundishe kwanza utatu mtakatifu ni nini? Utatu mtakatifu ni nini? Kwanza hilo neno utatu ni neno la Kiswahili, lazima tumuulize mwalimu wa walimu Kenya nzima, wala bin wala, atuambie neno utatu kwanza ni neno la Kiswahili maana yake ni nini? Msomaji, kuna kamusi hapo ya Kiswahili, hebu tafuta hilo neno utatu, ukurasa 572. Iko hapo, chunguza pale. Ukurasa 572, neno utatu. Changamka baba. Alafu sasa tusame ndani ya Biblia, naeleza tu maana, alafu tutaweza kulizamia ndani ya kitabu cha Biblia. Changamka. 372. 572. Kuna alama pale, kuna neno utatu. Niko pale. Soma. Utatu, sikiza Kiswahili. Utatu, imani ya dini ya Kikristo. Subiri, kumbe utatu ni nini? Imani ya dini ya Kikristo. Kumbe Wakristo wote wanaamini nini? Utatu. Sikiza, hebu rudia tena. Utatu ni nini? Imani ya dini ya Kikristo. Hiyo maana yake kwamba utatu ni imani ya dini ya Kikristo. Kumbe utatu ni nini? Ni imani
imani. Imani ni nini? Waebrania 11 fungu lake la kwanza, msomaji changamka. Waebrania 11 fungu lake la kwanza na la pili. Kwa sababu utatu ni imani. Imani ni nini? Waebrania ngapi? 11 fungu lake la kwanza na la pili. 11 fungu la kwanza. Imani ni nini? Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kumbe imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kumbe utatu ni imani. Imani ni mambo yasiyoonekana. Sasa hawa wanatafuta utatu, kumbe utatu ni nini? Ni imani, na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hayo ni masuala ya imani. Fungu la 7, msomaji. Fungu la 7 linasema, ndio niko pale. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado. Fungu la pili pale, fungu la pili, fungu la 3. Fungu la 3 inasema, ndio, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Sikiza, kwa imani twafahamu ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Sasa ni imani tu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Ni imani. Ushahidi, nyanyako alikuwepo? Babu yako alikuwepo? Sasa ni imani kwamba Mungu kaumba ulimwengu. Kwa hivyo ukitaka ushahidi ya kwamba ulimwengu ulipoumbwa, nani aliyekuwepo? Hakuna. Maana hiyo ni nini? Ni imani. Na utatu ni nini? Ni imani. Yaani mambo ya imani hayana ushahidi. Fungu la 7. Fungu la 7. Changamka wewe. Unasema, kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu. Kwa imani Nuhu, ni imani tu. Nuhu alipokwisha kuonywa na Mungu katika habari ya mambo yasiyoonekana bado. Kwa habari za mambo yasiyoonekana. Kwa jinsi alivyomcha Mungu. Kwa jinsi vile alivyomcha Mungu. Aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Kumbe aliunda safina kwa imani tu. Nyanyako aliyekuwepo Nuhu akijenga safina? Hamna. Ushahidi uko wapi? Ni imani. Kwa hivyo masuala ya imani hayana nini? Hayo ni mambo ya kuamini, hayana ushahidi. Mfano, nimekwambia ulimwengu uliumbwa kwa neno la nani? La Mungu. Ushahidi ni imani tu, uamini hivyo. Hiyo nilikuwa nataka nikaweze kuwafundisha hivyo. Sasa je, Mungu yuko na nafsi tatu? Maana Mungu ni mmoja. Kwanza lazima tufahamu ya kwamba Mungu ni nini? Ni mmoja. Lakini huyu Mungu mmoja, kwanza huyu Mungu ana jina. Kutoka 6 fungu lake la pili usisome, inasema Mungu anaitwa Yehova. 6:2 hiyo ni Kutoka. Sasa huyu Mungu ana jina lake. Kwa hivyo hili neno jina Mungu ni kama title. Kwa mfano neno mtu ni title, lakini kila mtu ana jina lake. Na ndio maana kuna Mungu Bali, kuna miungu na miungu na miungu. Lakini huyu Mungu anaitwa nani? Yehova. Sasa Mungu ni mmoja, lakini huyu Mungu mmoja, na ndio maana hawa kesho tutasikia tukikubaliana kwamba Yesu ni nini? Ni Mungu, kwa sababu ni nafsi ya nani? Ya Mungu. Waraka wa kwanza Yohana 5 fungu lake la 8. Msomaji changamka wewe. Waraka wa kwanza Yohana 5:8. Ndio. Inasema, kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni. Wangapi? Watatu washuhudiao mbinguni. Kumbe kuna watatu washuhudiao wapi? Mbinguni. Twende. Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Si wamoja, ni umoja. Kumbe Baba, Mwana na Roho ni nini? Ni umoja. Sasa nyinyi mlienda shule, nyinyi ukafundishwa wingi na umoja. Baba, Mwana na Roho ni wingi? Ni nini? Umoja. Tunamuuliza Wala bin Wala, mwalimu wa walimu Kenya nzima, umoja ni nini? Msomaji, soma ukurasa hiyo katekisimu, hiyo kamusi, ukurasa wa 552. Umoja ni nini? 552. Na ndio maana nilipoona kwamba hata Kiswahili wanachanganya, na ndio maana nika step down, lakini bado imani yangu. Kwa hivyo wewe mtu wa Bamba, endelea, usipotoshwe. Baada ya hapa usiendelee kupotoshwa
ya kwamba si nafsi ya Mungu na kuonyesha nafsi za Mungu. Twende msamaji. Kwa hivyo kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Watatu hawa ni nini? Umoja ni nini msomaji? Kamusi ya karne 21 wala ukurasa wa 522. Ukurasa wa 555. 52. Ukurasa wa 552. Changamka baba. Umoja huwa na muungano. Eti umoja baba, Mwana na Roho. Umoja ni umoja. Sasa umoja ni muungano. Baba, Mwana na Roho wana muungano. Twende. Mshikamano. Kumbe wana ushikamano. Baba, Mwana na Roho wana ushikamano. Ushirikiano. Wana ushirikiano, hali ya kuwa moja tu. Kumbe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni umoja. Umoja ni kuwa katika hali, yani umoja maana yake ni kwamba hakuna hebu rudia mara ya tatu pale. Tatu. Mara ya tatu. Imani ya dini ya Kiislamu. Rudia hiyo mara ya tatu, mara ya pili. Pale. Ushikamano. Ushirikiano. Hali ya kuwa moja tu. Ni hali ya kuwa moja tu. Kumbe Baba, Mwana na Roho ni hali ya kuwa nini? Moja. Yaani ukisema Baba ina maana ndiye Mwana, tena ndiye nani? Ndiye Roho Mtakatifu. Sasa hizi ni nafsi za Mungu. Labda kwa sababu najua mapito yao hawa na wajua watakavyokuja picha hapa. Sasa atakuja huyu mwalimu akupitisha Wakorintho, Timotheo wa pili, usisome hiyo 2:19 na kusubiri upite, ndio dakika nyingine 15 utakiona kivumbi na mama yake, kwa sababu hii aya inasema, ziko aya nyingi, lakini namsubiri apite au kwaje apinge kwamba Baba si Mwana na Mwana si Roho Mtakatifu, nitamfahamu tu. Mimi niko hapa kama mchungaji na siwezi kuruhusu Biblia ikaweze kuchafuliwa. Msomaji, dakika 2, soma Isaya 9 fungu lake la 6. Isaya 9 fungu lake la 6. Soma hiyo. Mtoto amezaliwa. Tumepata mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Na uwezo wa kifalme huyu Yesu utakuwa begani mwake. Ataitwa nani? Mshauri wa ajabu. Huyo Yesu anaitwa nani? Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Anaitwa Mungu mwenye nguvu. Kumbe Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Aliza itaendelea kusema na mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Kumbe Yesu ni Baba wa milele. Kwa hivyo mtu yeyote atakayekataa kwamba Yesu si Baba wa milele, huyo hayumo. Na ndio maana Mathayo 1:23 inasema Yesu ni Emanueli. Maana Emanueli ni nini? Mungu pamoja nasi. Sasa hawa wakija watuambie Yesu ni Emanueli au sio Emanueli. Kwa hivyo hizi ni nafsi tatu za nini? Ni nafsi tatu za Mungu. Mungu ni mmoja, yuko katika nafsi tatu. Na ndio maana kesho tutakuwa na mada hapa. Hawa pia watafundisha kama mimi vile nilivyofundisha kwamba Yesu ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu na Baba naye ni Mungu. Hizi ni nafsi tatu ambazo zinatengeneza kitu kimoja tu, maana yake ni nafsi tatu za uungu. Na wasubiri na neno utatu, baadaye niko hapa kama mchungaji, siwezi kuruhusu Biblia kamwe. Hata kama wewe ni pastor, ukisoma vibaya lazima mimi nikusahihishe. Asante sana. Haya, tumefundishwa na mwalimu wa kwanza akitoa ushahidi wake katika maandiko ya kwamba Mungu ni watatu. Lakini nimeshangaa kwa sababu ametumia kitabu cha shule, yani kamusi. Mambo ya Mungu huwezi ukafundisha na kamusi. Mungu amejifunua mwenyewe katika Biblia. Huwezi ukatumia kamusi kumfundisha Mungu. Hiyo ni makosa. Na hata leo ni vile mwenyekiti tu, hata niwe neutral. Lakini mwalimu, tafadhali tumia Biblia peke yake. Kamusi huwezi ukaitumia kumfundishia Mungu. Kwa hivyo hata nikaribisha mwalimu wakili aje afundishe
aje afundishe na kuambia wakaaji wa Bamba, je, Mungu ni watatu au Mungu ni mmoja? Kwa mujibu wa Biblia. Kwa mujibu wa Biblia. Na mwalimu, nakuomba utumie Biblia. Usitumie kamusi, tumia Biblia kuambia hao wale ambao wanasikiza na wakaaji wote wa Bamba. Je, Mungu ni mmoja au ni watatu? Hebu tufundishe mwalimu. Sasa tutumie kamusi. Asante. Sasa mimi nimehurumia pasta kabisa, na nimehurumia wale ambao wanafuata pasta kabisa, wako katika mtihani mkubwa. Ikiwa yeye ndiye pasta wanafuata, itakuwa ni hatari, msiba. Jambo la kwanza, jambo la kwanza, amekuja kwanza, alikuja hapa kwanza na jaziba za kujisifia kabisa na kujisifia na masomo na teolojia. Nipo Kolosai 2. Kolosai 2, bila kupoteza muda tu mimi natumia Biblia, siendi mahali pengine. Kitabu chenye nitasoma labda nisome kumwonyesha utatu maana yake nini kwa mujibu wa vitabu vyao kabisa. Alafu nikiisha thibitisha kwa mujibu wa vitabu vyao, basi nitakuwa nataka akuja thibitisha kulingana na vitabu vyao vile vinasema. Msemaji? Safi. Wakolosai 2 nani anasema hivi? Nani, twende. Angalia mtu asiyofanya mateka kwa elimu yake ya bure. Huyu alikuja hapa kujisifia na elimu. Sisi hatujaleta elimu hapa ya masomo ya shuleni. Mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Kumbe hiyo elimu ya bure ni madanganyo matupu. Wewe usikubali kudanganywa na pasta kwa sababu ameenda shule. Hiyo ni madanganyo matupu. Soma kwa jinsi mafundisho ya wale ya ulimwengu. Safi. Wala si kwa jinsi ya Kristo. Kumbe mafundisho ambayo ni elimu ya dunia, si mafundisho ya nini? Ya Kristo. Basi kwa mtu asikusifie na elimu. Elimu hiyo ikienda nje ya mafundisho ya Kristo, hiyo elimu ni ya uongo. 3:18 kitabu cha Korintho wa kwanza. Korintho wa kwanza 3:18. 3:18. Kwani Petro alienda shule gani ya teolojia ndio wafundishe Biblia? Soma hiyo. Inasema hivi. Twende. Mtu asijidanganye mwenyewe. Mtu asijidanganye mwenyewe. Hata mchungaji na msimuite asije akapitwa na points. Tunataka asikize kwa makini. Rudia. Mtu asijidanganye mwenyewe. Usikubali kujidanganya mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu, mtu akijiona kuwa mwenye hekima katika dunia hii, safi, na awe mpumbavu, ili apate kuwa mwenye hekima, ili apate kuwa na hekima ya kweli ya mbinguni. Maana hekima dunia hii ni upuzi mbele za Mungu. Ati hekima ya dunia ni nini? Ni upuzi mbele za Mungu. Hata kamusi yetu haiwezi kutusaidia, maana kamusi mwanadamu ameketi akaandika bila uvuvio wa Roho Mtakatifu kabisa. Huwezi kutumia kamusi ambayo itavuviwa na Roho wa Mungu. Tena akatoa hoja ya kwamba ati yeye ndiye alituvuta ushirika ama akachukua kanisani ati kwa sababu kama pasta, maana tulikataa mafundisho ya kanisa. Kwanza hiyo ni kushuhudia uongo, maana mimi hakunitoa ushirika. Kristo number 1. Yeye kama pasta ili kushuhudia uongo. Hata mimi na hafai kusema uongo kabisa. Akiwa mchungaji anafaa kusema ukweli. Mimi ninayefundisha hapa ndiye nitoa ushirika. Na namba 2, yeye akiwa mkweli, tunafaa kuelewa ya kwamba si kanisa ambayo inafaa kuamua nini kitu watu wataamini, nini kinafaa kutusaidia, nini tunafaa kuamini. Warumi 10:17 soma. Maana ikiwa ni hivyo, basi hata kanisa Katoliki inafaa kutuamulia nini tunafaa kuamini. Alafu ni kama nataka kutetea makanisa mengine. Yaani kwa ufupi tu, wachungaji umesikia akitaja wote, wachungaji wote na makanisa yote na Wakristo wote wanaamini Mungu wa utatu. Ni kwa sababu hayo makanisa ambayo yanaongozwa na wachungaji ambao wameenda teolojia, wameenda kusoma teolojia moja kabisa. Ile teolojia imesoma na Wakatoliki, imesoma na pasta wa SDA, imesoma na pasta wa IC, na wachungaji wote wamesoma hiyo teolojia moja. Sasa teolojia ni teolojia, sila basi ni moja. Kwa hiyo hiyo kitu wameenda kuelimishwa, ndio wanakuja kufundisha washiriki wao waamini Mungu wa utatu ambaye ameshinda kudhibitisha katika Biblia. Kwanza soma hiyo. Inasema hivi. Safi. 10:17. Twende. Basi imani chanzo chake ni kusikia. Twende. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo imani ambayo tunafaa kuwa nayo kwa maana tumesikia kutoka katika neno la nani? Neno la Kristo. Kwa hiyo nje ya neno hiyo imani ndio uongo. Nje ya neno hiyo imani ndio uongo. Msemaji? Naam. Nipe 4:13 wa Korintho sijui wa kwanza natumai. Korintho wa kwanza 4:13. 4:13 inasema hivi. Changamuka. Tukisingiziwa tasihi, nipo wa pili nzuri. Wa pili, wa Korintho
2:13 barikiwa. 13 soma. Inasema hivi. Safi. Lakini kwa kuwa tuna roho ile ya imani, Tuko na roho ile ya imani kama ilivyoandikwa, na hiyo roho ya imani ni kama ilivyoandikwa, si nje ilivyoandikwa. Kwa hiyo hii roho ya imani ambayo tunafaa kuwa nayo ni kulingana vile imekuwa na nini Imeandikwa. Soma tusikie. Na niliamini kwa sababu hiyo nalinena. Na baada ya kusikia imani hiyo tunafaa kusikia, maana Biblia imenena. Malizia. Sisi nasi tuamini. Baada ya kusikia tunafanya nini? Tuamini, na tunaamini kile ambacho kimeandikwa. Soma tusikie. Na kwa sababu hiyo tunena. Na baada ya kusikia na kuamini tunafanya nini? Tunena. Hatufai kunena kile ambacho hakijaandikwa katika maandiko ya Mwenyezi Mungu. Sasa mimi nataka nithibitishe katika Biblia. Kwanza amesema utatu kwa Biblia na hajathibitisha. Amesema kwa kinywa chake. Naam. Amesema Mungu mmoja. Hapo na nafsi tatu ambaye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sijaona akitoa katika Biblia andiko moja ambaye inathibitisha utatu, ati Mungu ako na nafsi ngapi? Nafsi tatu. Sio, sijaona akithibitisha. Lakini akatoa andiko la Yohana wa kwanza 5 mstari wa 8 ama mstari wa 7 hapo. Tusoma. Inasema hivi. Twende. Inasema kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni. Wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, na Neno na Roho Mtakatifu. Twende. Na watatu hawa ni umoja. Na maandiko yanasema watatu hao ni umoja. Imesema ni Mungu mmoja ama imesema ni umoja? Ni umoja. Sasa akataka kutoa maana ya umoja kutoka katika kamusi. Mimi nataka nitoe maana ya umoja katika Biblia. Yohana 17, na kama kwa sababu amesema yeye ni msomi, yeye ni pasta. Si amesema amesoma shule kabisa na akajisikia na masomo. Naam. Mimi sitajisikia nayo. Nataka maana amesoma kwanza hapa jana alisema ya kwamba amesoma shuleni na anaelewa Kigiriki na Kiebrania. Sasa nataka tafuta ile neno kwa Kiebrania. Inasemaje ile neno ambayo litafsiriwa kumaanisha umoja? Root word yake ni G1520. Hiyo ndio root word ya hiyo neno. Na umeandika kwenye Yohana 17, tutasoma 21. Inasema hivi, 22, twende. Inasema Yohana 17:22. Inasema wote wana umoja. Yesu anasema wanafunzi wa Yesu wote wawe na umoja. Nikuulize swali. Naam. Wanafunzi wa Yesu wakiwa na umoja wanadasa Mungu mmoja? Hapana. Sema tu, ama wanadasa mtu mmoja? Hapana. Maandiko yanasema wanafunzi wa Yesu, kama vile maandiko yamesema ya kwamba watatu hawa ni umoja. Simesema hivyo kabisa. Na hii Biblia nayo inasema 17:22. Rudia. Wote wawe na umoja. Wanafunzi wa Yesu wote wawe na umoja. Kama wewe Baba ulivyo ndani yangu, kama vile wewe Baba ulivyo ndani yangu, nami ndani yako, nami ndani yako, na hao nao wawe ndani yetu, hao nao wawe ndani yetu. Kwa hiyo kama vile Yesu na Baba walivyo na umoja, ndivyo vivyo hivyo ambavyo wanafunzi wa Yesu walivyo na umoja, na ndivyo pia walivyo na umoja na Baba na Yesu, na wawe ndani ya Yesu na wawe ndani ya Baba, kama vile Yesu alivyo ndani ya Baba na Baba ndani ya Yesu. Sisi tukiwa ndani ya Yesu na tukiwa ndani ya Baba tunakuwa nafsi za kutengeneza Mungu? Hapana. Akija hapa atuambie. Kwa hiyo umoja huo si katika kutengeneza Mungu mmoja. Kwa 22 nasema, twende. Nami utukufu ule ulionipa. Maandiko nasema nami utukufu ule wewe Baba ulionipa nimewapa wao, nimewapatia wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Ili wawe na umoja kama sisi, mimi na wewe tulivyo na umoja. Si kwamba wanatengeneza Mungu mmoja. Hiyo ni mawazo yake anataka kuweka kwa Biblia. Na usikize kwa makini. Naona hapa wakombezi sana. Ameona hiyo ni moto, anatafuta mafungu kabisa. Sasa hapa ni moto. Amekuja ameandika mafungu mengi, lakini bado hoja ameshindwa kutetea utatu katika Biblia. Sasa msemaji, naam, utatu maana yake nini kwa mujibu wa vitabu vyao? Kwa mujibu wa vitabu vyao utatu maana yake, msemaji, chukua Catechism alafu chukue kitabu ya SDA iko hapo. Catechism iko hapo. Umeweka mbali. Haya. Sasa tuangalie utatu maana yake nini? Alafu akuja kurudisha hiyo utatu, maana amesema utatu ni Mungu katika nafsi moja. Naam. Unajua tunasikizwa hapa. Kabisa, tusiongee sana. Naam. Haya.
hicho kitabu mtafute mlete hapo. Tunataka kusikia kutoka kitabu vyao. Haya msemaji? Msemaji? Wewe achana na wao. Ninyi mtafuteni kitabu hizo. Katekisimu na hiyo nini? Tafuteni mweke hapo kwa meza. Na hiyo kitabu ya ACD hiyo ya nini? Msemaji? Naam. Hiyo inataja utatu. Msemaji? Naam. Mungu wa utatu hawezi kutetewa na Biblia, maana amesema utatu, maana yake ni kwamba Mungu ako na nafsi ngapi? Nafsi tatu. Tuulize Biblia, wewe Mungu ako na nafsi tatu? Nipe kitabu ni cha Kutoka 20 mstari wa 3. Kutoka 20 mstari wa 3 nasema hivi, na usikize mapito nitakayopita. Ikiwa watu watafuata mchungaji watapotea. Soma hiyo. Inasema hivi, twende, usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Mimi ni wingi ama ni mmoja? Ni mmoja. Mimi ni nafsi tatu ama ni nafsi moja? Ni nafsi moja. Mimi ni zaidi ya nafsi tatu ama ni nafsi moja? Nafsi moja. Kwa hiyo maandiko yanasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Wakorintho wa kwanza 8:5 inasema hivi. Safi. Wakorintho wa kwanza. Na usikize kwa makini. Wewe usiamini pastor kwa sababu ameenda shule, amini Biblia. Soma hiyo. Inasema hivi, na mimi natahadharisha watu ambao wanajidai wanataka kwenda mbinguni, wanataka kuwa katika imani ya kweli. Waamini Biblia, waachane na wachungaji ambao wanajitetea na masomo ya shule. Masomo ya shule imewapotosha. Soma hiyo. Inasema hivi. Safi. Kwa maana itapokuwa wako waitwa miungu, wako wanaoitwa miungu. Miungu ni mmoja ama ni zaidi ya mmoja? Ni zaidi ya mmoja. Malizia. Ama mbinguni ama duniani. Wao wako mbinguni ama wako duniani. Kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi. Kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi. Twende. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ati Baba mwana na Roho. Hapana. Nani? Ni Baba. Kumbe Mungu ni mmoja. Wa Biblia anaitwaje? Anaitwa Baba. Tulia. Malizia andiko kwanza. Inasema hivi, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Huyo Mungu mmoja aliye Baba, vitu vyote vinatoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo. Kumbe Yesu Kristo si ati ndiye yule Mungu mmoja, ni nafsi mbili tofauti. Baba ndiye Mungu, Yesu ni Bwana. Maandiko yanasema, nipe kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Tutarudi kwa Yesu alafu tumwangalie zaidi. Sasa tunataka kuangalia kwanza Mungu mmoja wa Biblia ni nani? Mungu mmoja wa Biblia ni Baba. Ukisikia one God, kwanza ni Yohana 17:3. Inasema hivi, twende. Na uzima ndio huo. Yesu akasema kwanza mstari wa kwanza. Yohana 17 mstari wa kwanza. Na uandike mafungu vizuri. Yale mapito napita, ukuje uvunje hizo hoja. Soma hiyo. Inasema hivi, twende. Maneno hayo aliyosema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, ati nani? Baba. Kumbe Yesu anazungumza na nani? Na Baba. Sasa soma mstari wa 3, hiyo Baba anamuita aje? Na uzima milele ndio huo. Akiongea na Baba akasema na uzima milele ndio huo. Wakujua Mungu wa pekee wa kweli. Ati Yesu anaita huyo Mungu wa pekee. Huyo Baba anamuitaje? Mungu wa pekee wa kweli. Na Yesu Kristo aliyemtuma. Ati nani? Na Yesu Kristo aliyemtuma. Kumbe Yesu Kristo si ati ni sehemu ya huyo Mungu mmoja wa pekee wa kweli. Yesu ako kando na Mungu wa pekee wa kweli ako kando. Wewe usikize kwa makini. Msemaji? Naam. Yesu anarudia tena Yohana 20:17 inasema hivi. Twende. Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba yangu, lakini ninakwenda ndugu zangu kawaambie. Aje. Ninapaa kwenda kwa Baba yangu, na ni Baba yenu. Twende. Kwa Mungu wangu na ni Mungu wenu. Kwa Mungu wangu na ni Mungu wenu. Kumbe Mungu wa Yesu ndiye Mungu wa nani? Mungu wetu. Basi hivyo. Yesu nipe Waefeso 4. Soma mstari wa 5. Inasema hivi. Waefeso 4:5. Waefeso 4:5. Na teremka mpaka mstari wa 6. Tunaangalia kwanza Mungu mmoja wa Biblia ni nani? Soma hiyo. Na kusahau Isaya. Inasema hiyo lazima tufanyie operation. Bwana mmoja, Bwana wetu ni mmoja, imani yetu ni moja, ubatizo mmoja, ni moja, Mungu ni moja, na ni Baba wote. Ati nani? Na ni Baba wote. Kumbe Mungu mmoja ni Baba wa wote. Maana bado ni Baba wa nani? Baba wa Yesu. Basi hivyo. Sasa msemaji, Yesu ni nani? Yohana 10:36. Yesu jisemee. Yohana 10:36. Yesu jisemee. Wewe ni nani? Mchungaji wa SDA ambaye measi asije akadanganya watu hapa. Hapa ni maandiko, mambo ya vitabu vya pembeni ati sijui katekisimu, sijui kamusi.
Soma hiyo tusikie. Yohana 10. Ukristo nje ya Biblia hiyo ni Ukristo wa uongo. Imani nje ya Biblia hiyo ni imani ya uongo. Soma hiyo. Yohana 10. Thelathini ngapi? Barikiwa nzuri hizo. Huyo kwanza anaweza kuwa mzuri sana akiwa upande wetu. Tutakuwa tunamtumia kubatiza. Soma hiyo. Inasema hivi, akuja upande wetu tufanye kazi na yeye. Ambaye Baba alimtakasa, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni. Twende. Ninyi mnamwambia unakufuru. Ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Ati Yesu ni nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Maana yake kuna Mungu na kuna nani? Na kuna mwana na kuna Yesu ambaye ni nani? Mwana wa Mungu. Ati ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Yesu kwa maneno yake anasema ni mwana wa Mungu. Yohana 9:35. Inasema Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje. Yesu akasikia kwamba wamemtoa yule ambaye alikuwa kipofu, wamemponya nje. Na alipomwona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu. Wewe wamwamini mwana wa Mungu. Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambia, aje. Umemwona? Ati umemwona? Ati umemwona? Soma. Naye anayesema naye ndiwe. Kumbe Yesu ni mwana wa nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa Isaya 9:6. Kwa nini Yesu anaitwa Baba wa milele, Mungu mwenye nguvu? Kwa nini anaitwa hivyo? Si alisoma tayari kabisa. Sasa tunafanya hiyo operation ili watu waelewe kabisa. Kwa nini Yesu anaitwa Mungu? Kwanza maandiko yasema anaitwa, inasema ataitwa. Atataka na nini? Ataitwa. Rudia andiko ni mzuri kurudia. Kitabu kile cha ili tusikie si kwamba anaitwa tayari, ataitwa. Hebu soma hiyo. Inasema hivi. Twende. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Wakati wa Isaya anasema mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Twende. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Ataitwa. Kwa hiyo anapopeana, anapeana kama mwana, anapeana kama mtoto. Lakini anapokuja ataitwa nani? Mshauri wa Ajabu. Twende. Mungu mwenye nguvu. Ati Mungu mwenye nguvu. Atia. Baba wa milele. Tulia. Kwa nini anaitwa Baba wa milele? Na kwa nini anaitwa Mungu? Yohana 5:43. Kwa nini anaitwa Mungu mwenye nguvu? Soma hiyo. Kitabu kile cha Yohana. Kwa nini ataitwa? Soma hiyo. Yohana 5:43. Barikiwa. Inasema hivi. Safi. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Kumbe Yesu ni jina yako nalo la nani? La Baba yake. Ati ni jina yako nalo la nani? La Baba yake. Si kwamba ndio Mungu, ni jina yako nalo la Baba yake. Amekaribia waone kama ni ukweli. Naam. Hapa ni moto. Yohana 5:43. Ameshaandika. Msomaji. Naam. Yohana 17:11. 17 ni jina miliki la Baba yake. Soma hiyo. Wala mimi simo tena ulimwenguni. Wala mimi simo tena ulimwenguni. Lakini hawa wa ulimwenguni. Nani? Nami naja kwako. Nani? Baba Mtakatifu. Ati nani? Baba Mtakatifu. Twende. Kwa jina ulionipa. Kumbe Yesu amepewa jina la nani? La Baba Mtakatifu. Na amepewa jina la Baba yake. Kwa nini aitwa Baba? Kwa nini Yesu aitwa Baba? Waebrania 2:13. Hii ni mapitu mageni hujisikia. Soma hiyo. Waebrania 2:13. Inasema hivi. Hapa lazima tukubali maandiko ziuze. Mambo ya kamusi weka kando. Soma hiyo. Inasema twende. Na tena nitakuwa nimemtumaini yeye. Ndio. Na tena tazama mimi nipo hapa. Yesu anasema mimi nipo hapa. Na watoto niliyopewa na Mungu. Kumbe Yesu amepewa watoto na nani? Na Mungu. Hawa watoto ambao Yesu amepewa na Mungu watamuita aje? Baba. Si watamuita Baba kabisa. Nimeambia nitakabili zimebaki. Naam. Hizo zinatosha. Huyu aamini uchumbe huu. Aache Mungu wa utatu uongo. Msomaji? Naam. Sasa kwa Yesu ni mwana wa Mungu, jina amelipi la baba yake na amepewa watoto na Mungu. Wacha tuzidishe Yohana 17:9 kwanza kwamba amepewa watoto na Mungu. Soma hiyo. Yohana 17:9. Sasa nasema hivi. Twende. Mimi nawaambia hao siombao ulimwengu. Twende. Bali hao ulionipa. Hao ulionipa. Dakika moja nzuri. Hao ulionipa. Kwa kuwa hao ni wako. Tulia. Hao ni wako. Na wote walio wangu ni wako. Tulia. Kwa hiyo Yesu ni kupewa amepewa watoto na Mungu, ndio maana anamuita Baba. Haya msomaji. Naam. Naye Roho Mtakatifu ni nani? Yohana Warumi 8:9. Alafu niketi sasa sikize. Inasema hivi. Twende. Twende. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Anaitwa Mungu Roho ama Roho wa Mungu. Twende. Anakaa ndani yenu. Twende. Ninyi hamfuati mwili. Sisi hatufuati mwili, bali mnaifuata Roho. Twende. Lakini mtu yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hiyo Roho wa Mungu pia anaitwa Roho wa nani? Roho wa Kristo. Wewe usifuate mchungaji kwa masomo. Haya.
Hiyo imeeleweka kabisa, imeeleweka kwa yule ambaye anataka kuelewa. Hiyo imeeleweka. Sasa nataka nimpe mwalimu dakika 10. Dakika 10. Hayo, acha nipatie mwalimu wangu pale dakika 10 atuambie huyu Baba, Mwana na Roho. Kwanza naomba mwalimu ujiweke vitu utuweke wazi. Huyu Baba, huyu Mwana na huyu Roho, Mungu ni yupi? Kwa sababu umesema Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Sasa huyu Baba na Mwana na Roho, utuambie huyu Mungu ni yupi? Hapo ukija hapo kutuambia sisi tutaamini na tutakufuata. Hebu njoo hapo tuambie, utuweke wazi huyu Baba, Mwana na Roho, Mungu ni yupi? Alafu yule aliyekufa pale msalabani nani ni nani? Ni Roho, ni Baba au ni Mwana? Utuambie. Huyu mwenye alitumwa naye ni Baba, alitumwa na nani kama yeye ndio Baba? Naomba tuambie, niko na maswali mengi. Tuambie tu kweli. Tuambie tu kweli. Kwa hivyo tunakupa dakika 10 utuambie ukweli hapa, na watu wote wanaokusikiza waendelee kukufuata mafundisho yako. Karibu. Haya, asante sana. Hebu kalia meza pale ya vitabu. Nimekwambia hapa vitabu vitasomwa. Sasa hawa kama umeweza kuwasikiliza vizuri, hawa wana maswali mengi ambayo yote nayajibu cash. Mjue kwamba the Seventh Day Adventist ndio kanisa ambalo linafundisha ukweli, na ukweli huu mlionao ni uongo. Hiyo kwanza nataka mfahamu hivyo. Auliza huyu Baba ni nani? Swali hilo huanzi kuliuliza wewe, liliwahi kuulizwa tayari ndani ya maandiko matakatifu. Yohana 14, msomaji soma hiyo 14 fungu lake la 7. Huyu Baba ni nani? 17. Ameuliza huyu Baba ni nani? Yesu ni nani? Yote nampatia cash. Soma 14:17. 14:7. Niko pale. Hadi 9. Niko pale. Ndio. Unasema kama mngalinijua mimi. Yesu, sikizeni Yesu anasema kama mungelinijua mimi, mngalimjua na Baba. Mungelimfahamu na Baba. Tangu sasa, lakini tangu sasa mnamjua, nyinyi mnamjua Baba, tena mmemwona. Kumbe nyinyi mmemwona Baba. Maliza. Inaendelea kusema ndio. Filipo akamwambia. Hebu subiri sasa, ile jibu la kwanza ya kwamba Baba ni nani, Filipo hakuridhika, kwa sababu Yesu amesema ya kwamba tangu sasa mmemwona, mmemsikia, yani ni mimi. Lakini Filipo hakuridhika na jibu hilo ya kwamba Yesu amejiita yeye ni Baba. Sikiza Filipo akasemaje. Filipo akamwambia Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Akasema wewe Yesu, acha kutupatia majibu ya huku. Sisi tunataka tukaweze kumjua Baba na tutosheke. Sikiza jibu hilo. Yesu akamwambia. Yesu alipoulizwa tuonyeshe Baba, alisemaje? Mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe Filipo, mimi nimekuwa pamoja nanyi siku zote. Wewe usinijue Filipo? Wewe hujanijua mimi kwamba ni Baba? Aliyeniona mimi, ukiniona mimi, amemwona Baba. Subiri. Kumbe Yesu ni hebu tuulize, nabii wa zamani kabisa Isaya, tumesoma tayari kwamba Yesu yeye anaitwa Baba wa milele. Soma, rudia tena hiyo. Baba ameuliza Baba ni yupi? Sikiza haya, nimekwambia Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni neno moja, ni Mungu mmoja. Mungu ni mmoja na yuko katika nafsi tatu. Soma hiyo Isaya 9:6. Maana kwa ajili mtoto amezaliwa. Safi. Tumepewa mtoto mwanaume na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Maliza. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Kwanza, Mungu mwenye nguvu. Ataitwa Mungu mwenye nguvu. Kumbe Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Sasa muje mtuonyeshe Mungu ambaye hana nguvu. Si mngepita mapito yao kwamba kuna Yesu ni Mungu mwenye nguvu, lakini kuna Mungu ambaye hana nguvu. Jina la pili la Yesu hilo. Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Maliza. Inaendelea kusema ndio.
Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Eti Yesu ni Baba wa milele. Kumbe Filipo hakumjua Baba. Yesu akamwambia mimi ndimi Baba. Isaya nabii amesema kweli Yesu ni Baba. Kwa hivyo hiyo imekauka hivyo na umejibika kwamba Yesu ndiye Baba, na ndio maana nimekwambia Baba, Mwana na Roho Mtakatifu bado ni kitu moja, ni Mungu yule mmoja. Huyu atatoa mapito hapa, nataka nikaweze kusoma. Sikiza hii ambayo ameisoma hii, Wakorintho wa kwanza 8:6 ametoa mwenyewe. Sikiza hii, sikiza sasa vile ambavyo wamejikaranga na vile ambavyo hawa hawaelewi maandiko, na ndio maana wanasoma maandiko kijanja kijanja. Sikiza hii, Wakorintho wa kwanza ametoa mwenyewe 8:6. 8:6 Wakorintho wa kwanza. Ndio. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu. Maliza. Aliye Baba. Kumbe Mungu ni mmoja, anaitwa nini? Baba. Na Yesu ni Nabii Isaya amesema Yesu ni sujibu Mungu mwenye nguvu. Yuko Yesu ni Mungu mwenye nguvu, alafu mshauri wa ajabu, alafu Baba wa milele. Sasa huyo akasema eti Yesu alifanya kurithi, alifanya. Wewe hukusoma hii Yohana 1:1, hebu soma hii. Eti Yesu alirithi, Yesu alirithi, hebu soma hii Yohana 1:1. Kwa hivyo kama Yesu alirithi jina la Mungu, kwa hivyo akawa Mungu, ina maana hawa wana miungu miwili. Hawa wako na miungu miwili, kwamba Yesu ni Mungu alafu kuna Mungu Baba. Lakini mimi napinga ya kwamba Baba, huyu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, huyu ni Mungu mmoja. Hizi haraka. Hapo mwanzo kulikuwa neno safi, naye neno alikuwa kwa Mungu safi, naye neno alikuwa Mungu. Eti neno alikuwa Mungu. 14 naendelea kusema. Neno alikuwa, naye neno alifanyika mwili. Mungu alifanyika nini? Mwili, neno. Sikiza, Mungu alifanyika nini? Naye neno alifanyika mwili. Na neno ni nani? Ni Mungu. Kwa hivyo Mungu alifanyika nini? Soma vizuri baba. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Kwanza. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Ndio. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Ndio. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo neno alikuwa nani? Mungu. Na huyo neno ni nani? Yesu. Kwa hivyo Mungu alifanyika nini? Soma 14 hapo. Naye neno alifanyika mwili. Kumbe Mungu alifanyika nini? Naye neno alifanyika mwili. Na ndio maana nimekwambia huyu Mungu alifanyika mwili, na huyu Mungu ndiye Yesu. Soma Wafilipi. Tumalizie ile. Aliza. Akakaa kwetu. Yes, eti Mungu alipofanyika mwili akakaa kwetu. Baba Yesu ni Mungu, alipofanyika mwili akakaa kwetu, na tunaona utukufu wake. Safi. Utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Subiri. Hapo najua lazima wapite. Sasa sikiza, na sherehesha kabisa. Kumbe Yesu huyu Mungu alipofanyika mwili akawa Yesu. Baba Yesu ni Mungu. Kwanza lazima uamini kwamba Yesu ni Mungu alifanyika mwili, na ndio maana Yesu yuko na pande mbili, ana binadamu 100% na tena yuko na Mungu 100%. Wafilipi 2:6 msomaji. Wafilipi 2:6. Fungu la 7 kwanza kwa sababu ya dakika ni 3. Wafilipi 2:7. Bado niko pale, alafu hawa wameniuliza aya, wapi Mungu yuko na nafsi tatu? Hiyo ndio swali lao, na kwa sababu ya muda lakini nitakuja tena nikupatie cash hiyo. Wafilipi 2:7. Wafilipi 2:7 inasema. Subiri, Wafilipi bali alijifanya kuwa hana utukufu. Kumbe Yesu alijifanya hana nini? Hana utukufu. Maliza. Akatoa namna ya mtumwa. Kumbe Yesu alipojifanya hana utukufu akachukua namna ya utumwa, akachukua binadamu. Endelea. Akawa na mfano wa mwanadamu. Akawa sasa ana mfano wa mwanadamu. Kumbe Yesu alikuwa Mungu lakini akajifanya, na ndio maana kesho mtasikia hawa. Sasa nataka uwasikize vizuri, maana mada ya kesho ni Yesu ni Mungu. Watakuja waseme Yesu ni Mungu, lakini sasa hii wanakataa hawa. Ndio yani wana ujanja hawa. Sasa msomaji, soma Timotheo wa kwanza 3:16. Dakika mbili haraka. Timotheo wa kwanza 3:16. Timotheo wa kwanza 3:16. Bado nasema kwamba yeyote ambaye haamini utatu
Mtakatifu ni nabii wa uongo. Lazima uamini Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni utatu mtakatifu na ni Mungu mmoja. Soma hiyo. Na bila shaka siri ya utawa ni kuu. Eti siri ya uungu ni kuu. Maliza. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Eti Mungu alidhihirishwa katika nini? Akajulikana kuwa na haki katika roho. Kumbe Mungu alidhihirishwa katika mwili, ndio maana Yesu akadhihirishwa katika mwili, na ndio maana tunamuita Immanueli. Swali mimi nawapatia nyinyi, Yesu ni Immanueli. Njoni mtuambie kama Yesu sio Immanueli. Maana Immanueli ni Mungu pamoja nasi. Huyo ndio mwalimu wa ACU hii Bamba. Kabisa msiba mkubwa. Na sitaki tuwe mashabiki. Sikiliza vile mwalimu amefundisha na huyu mwingine vile amefundisha. Mada ni je, Mungu ni mmoja, ni nafsi moja, au Mungu ni watatu katika nafsi tatu? Mwalimu, naomba uje hapa hebu tuweke wazi kidogo. Tuweke wazi, Mungu ni ana nafsi yake tofauti. Roho Mwana naye ambaye ni Yesu, je, ana nafsi yake tofauti? Na huyu Roho naye ni nani? Tuambie, kwa sababu hiyo ndio kizungumkuti kwa mwalimu. Huyo ndio haelewi. Wewe tuambie, huyu Mungu ambaye ni Baba ana nafsi yake tofauti, na huyu Yesu naye ana tofauti yake, nafsi yake tofauti, ama ni moja? Na huyu naye ni nani? Kwa sababu yeye anawachanganya, alafu anakuwa mtu mmoja. Yaani ni nafsi tatu, lakini bado ni mmoja. Naam. Hebu mwalimu tuweke wazi hapa. Tuweke wazi ili watu waelewe. Asante, barikiwa. Ili mtihani sana kabisa, mtihani kabisa. Ndio theology pastor, afadhali waache kutetea mshahara, utetea ukweli kabisa. Sasa angalia, nasikiza kwa makini. Mimi nimemsikiza kwa makini, nikuona kabisa anataka kufanya kwamba Yesu bado ndiye huyo Baba, bado ndiye Mwana, bado ndiye kama ndiye Roho Mtakatifu. Hiyo ni kama ndiye anataka kumaanisha kabisa. Hiyo hata sijui kama ni utatu ama ni nini, lakini hebu kwanza tusikie kitabu cha utatu ni nini, alafu akija hapa atuthibitishie hiyo utatu. Naam, asoma fundamental beliefs of Seventh-day Adventists. Naam, na hawa ni Wasabato ambao wameacha imani. Mimi nataka nikuambie kabisa, huyu kama ni msomi, ende atafuta vitabu vya pioneers wote, hakuna hata mmoja hivi. Kila James White hakuna hata mmoja, utatu walipinga, walipinga, na kama wana kuja tumuonyeshe. Lakini baada ya pioneers wote kufa, ile chote kufa, viongozi wa General Conference wakabadilisha imani ya UCDA, wakaingiza Mungu wa utatu wa uongo, na washiriki wana habari na wajui. Sasa msomaji, wacha niende kwa kimaandiko. Naam, kwanza soma hiyo kitabu yao. Wanasema safi, the Trinity, utatu. Wanasema there is one God, Father, Son and Holy Spirit. Ati Father, Son and the Holy Spirit. Ukija hapo ututolee Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tutolee andiko, tutolee bado. Ututolee andiko nasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mimi nakutolea cash. Mungu mmoja ni nani? Wakorintho wa kwanza 8:6. Inasema hivi, twende. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja, aliye Baba. Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Kumbe si Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kumbe hiyo ya kusema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ndio uongo. Haiko kwa Biblia. Ukiwa na hiyo andiko ulete hapa, ndio tunangojea. Usipite huko porojo. Tunataka andiko moja. Mungu mmoja ako na nafsi tatu na ni Baba, Mwana na Roho. Hiyo ndio andiko tunataka hapa kabisa. Ukija hapo tupatie hiyo kazi, tupatie. Sisi tumekupea andiko. Mungu nani? Ni Baba, ni mmoja tu hivi, ni Baba. Yesu ni mwanawe, lakini amedhi jina la baba yake. Kwa mfano mtumishi, mimi na nani rais? Mimi naitwa Joel Mutisia, si kweli kabisa, lakini baba yangu anaitwa Kilonzo. Leo mtu akiniita Kilonzo nitaitika kabisa. Kwa nini? Umerithi jina la baba yako. Amerithi ama hajarithi? Moja Ibrania. Moja Ibrania. Soma. Yesu amerithi jina la baba yake ama hajarithi? Soma hiyo. Inasema hivi. Alafu nikuulize ile mtumishi,
mtoto wa nyoka ni nyoka, mtoto wa mwanadamu ni mwanadamu, mwana wa Mungu atakuwa nani? Ni Mungu. Kwa hiyo Yesu ni Mungu katika asili, lakini si Mungu katika nafsi. Mungu mmoja kwa Biblia katika nafsi, ili personality ni Baba. Yesu ni mwanawe. Ikiwa Yesu ni mzaliwa wa pekee wa Mungu, kwani Mungu atakuwa na mtoto ambaye ni nyoka? Si atakuwa Mungu kama yeye kabisa. Kwa hiyo Yesu ni mwana wa Mungu. Mungu wake unatokana ya kwamba yeye ni mzaliwa pekee wa nani? Wa Mungu. Si kwamba yeye ndiye Mungu. Mungu mmoja wa Biblia ni Baba. Yesu ni mwanawe. Sema hiyo. Inasema hivi. Safi. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii. Mungu ambaye alisema zamani zetu. Alisema zamani na baba zetu kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Kupitia manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika Bwana. Kumbe huyo Mungu ako na nani? Ako na mwana. Na huyo anataka kumaanisha huyu Yesu ndiye bado mwana na ndiye bado ndiye Mungu. Wewe bado ndiye baba. Kwa hiyo ina maana ya kwamba wakati alikufa msalabani, yani hakukuwa na Mungu, maana Mungu alikufa msalabani. Hiyo inaingia kidini hata ukiwa unakula ugali na miwa. Hata lesson yao last year. Wewe hata tafsiri imesema iko ile lesson ukitaka tusome tutasoma. Wanasema Yesu bado alikufa msalabani, bado ni Mungu. Ni Mungu ambaye aliumba ndiye alikufa msalabani. Wanasema hivyo. Wanasema hiyo Yesu ndiye bado baba, bado ndiye alikufa msalabani. Hii ni kujichanganya. Usomaji? Naam. Ikiwa ni hivyo hebu malizia andiko. Inasema hivi, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, na Mungu Baba alimweka mwanawe Yesu Kristo kuwa mrithi wa yote, kama vile baba yangu mzazi anaweza kuniweka mrithi wa vitu vyake. Soma tusikie. Tena kwa yeye alifanya ulimwengu. Tena Mungu kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo alimfanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake. Yesu ni mng'ao wa utukufu wa Baba na chapa nafsi yake. Kwa hiyo ni chapa ya nafsi yake. Kwa hiyo wakati Filipo anauliza tuonyeshe Baba yatutosha, Yesu anamwambia yeye niona mimi, amemwona Baba. Alikuwa anamaanisha nini? Ya kwamba Yesu yeye ni chapa ya nafsi ya Baba. Yaani ukiona Yesu ni kama umeona Baba, maana ni mfano wake, ni chapa yake, chapa. Hii kama watu wanaelewa Kiswahili. Ni chapa yake. Soma tusikie. Inasema hivi. Usikie hiyo hapa tena. Soma hiyo. Akivichukua vyote kwa uwezo wa amri yake. Alichukua vyote kwa uwezo wa amri ya Baba. Akisha kufanya utakaso wa dhambi. Twende. Aliketi mkono huko juu. Twende. Amefanyika bora kupita malaika. Yesu amefanyika bora kupita malaika. Kwa kadri jina alilorithi. Kumbe ni jina amerithi. Kabisa. Amerithi jina. Jina kabisa. Sasa hapo utuambia ni jina kutoka kwa nani? 2:9 kitabu cha Filipi. Si alipita huko? Naam. Sasa kwanza soma Filipi 2:5. Soma hiyo, inasema 9. Inasema hivi. Twende. Iweni na nia hiyo. Tuwe na nia hiyo. Ndani yenu. Twende. Ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu. Safi. Ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Si kwamba ndiye Mungu. Yesu alikuwa na namna ya nani? Ya Mungu. Alikuwa na namna ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo Mungu yupo, Yesu ako na namna ya nani? Ya Mungu. Enda mstari wa 9. Inasema hivi. Soma. Kwa hiyo tena Mungu, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha Yesu mno. Mwenye anaadhimishwa anainuliwa, na mwenye anainuana nani mkubwa? Mwenye anainuana si ndiye anainuana kabisa. Yohana 18 kwanza malizia andiko. Inasema hivi. Twende. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Mungu akamwadhimisha Yesu mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Akamkirimia jina lipitalo kila jina. Kumbe amerithi jina la Mungu na amekirimia jina linalopita kila jina. Sasa msomaji, naam. Kuna mahali nilikuwa nenda Yohana 14. Soma 28. Yohana 14. Soma 28, barikiwa. Changamka bwana. 14, 28. Inasema hivi. Soma. Inasema mlisikia kwamba mimi naliwaambia naenda zangu. Naliwaambia kwamba mimi naenda zangu. Tena naja kwenu. Kama mngenipenda, twende. Mngenifurahi kwa sababu naenda kwa Baba. Yesu anasema anaenda kwa Baba. Sasa alikuwa anadanganya? Hapana. Kama yeye ndiye Baba, alikuwa anaenda kwa Baba mgani? Soma tusikie. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Baba ni mkuu kuliko mimi. Alafu mchungaji akuja hapa atuambie Yesu ndiye Baba. Wewe tumeshathibitisha kwamba Yesu anaitwa Baba kwa sababu kwanza amerithi jina la baba yake. Barikiwa na kanzuri. Amerithi jina la baba yake, na pia Yesu amepewa watoto na Mungu. Kwani watoto tamuita aje? Ni Baba. Hivyo tumesoma Ibrania 2:13. Sitaki kurudi huko. Roho Mtakatifu naye ni nani? Kwa hiyo tayari tumeshaelewa. Msomaji, naam. Kuna fungu lingine ambalo wana utatu wanaitumia vibaya. Unajua ni nani? Naam. Mwanzo 1:26.
tufanye operation huko. Inasema hivi, kabla hajakuja kuharibu hapa. Soma hiyo. Mungu akasema, ule anayesema ni nafsi nyingi ama ni moja? Ni moja. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa mfano wetu. Kwa hiyo ina maana ya kwamba anaambia mwingine ya kwamba tufanye mtu kwa mfano wetu, kama vile baba yangu mzazi anasema wewe na tutengeneze meza. Yeye aongee asema na tutengeneze meza. Kwa hiyo ndivyo Mungu alifanya. Mungu akamwambia mwanae Yesu Kristo na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Swali, ni nani aliye na mfano wa Mungu ambaye Mungu alikuwa anamwambia tuumbe mtu kwa mfano wetu? Nipe kitabu cha Wakolosai 1. Na inasema hivi, soma 15. Naye ni mfano wa Mungu asionekana. Sema ni yako hapa na mwenye anaweka muda. Soma hiyo. Naye ni mfano wa Mungu asionekana. Naye ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa kwanza viumbe vyote. Kumbe kuna Mungu ambaye hajaonekana na wanadamu. Na Yesu ni mfano wake. Twende. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Tulia. Kwa hiyo Mungu alitumia mwanae Yesu Kristo katika kuumba. Maana Yesu ndiye mfano wa nani? Mfano wa Mungu. Wewe uje hapa. Haya, barikiwa. Naam. Kwa hiyo angalia msemaji. Naam. Ni vizuri watu waelewe ya kwamba utatu ni uongo. Haiko kwa Biblia. Mimi nataka hiyo andiko hapa. Iseme Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Wakikamatana wataweza Mungu mmoja. 3:16 Yohana. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yesu alikuwa anajituma. Yohana 1:1 inasema hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu kabisa. Ina maana ya kwamba kuna Mungu na kuna neno ambaye alikuwa nani? Alikuwa Yesu. Na alikuwa kwa Mungu. Hii ina maana hii ya kwamba Yesu tayari amerithi jina la baba yake ambaye ni Mungu. Si kwamba ndiye Mungu, alikuwa kwa Mungu tayari. Mimi lazima tusome bila tukielewa. Barikiwa. Yaani hii imeleweka. Sasa kuna hesabu moja hapa nilikuwa nimekaa pale nikijaribu kufikiria. Yaani mtu akuulize 1 + 1 + 1 equals 1. 1 + 1 + 1 equals. Wanasema hivyo ni 1. Ni 1. Wao wanasema hivyo ni 1. 1 + 1 + 1 wanasema ni 1. Alafu lakini 3. Yaani 1 + 1 + 1 equals 1. Lakini yeye anatuambia 3. Hiyo ni hesabu ya nasari. Sijui nasari +1 + 2. 1 + 1 + 1 equals 1. Na iko na nini? Yaani kwa hivi. Hao wanasema 1 + 1 + 1 is 1. Lakini sisi tumefundishwa 1 + 1 + 1 is 3. Ndio hivyo. Yaani ni rahisi tu, hesabu kidogo. Haya, mimi naomba ni wakati wa maswali, Kwa hivyo naomba mwalimu kwa sababu yeye ndiye alianza mada. Haya, kwa sababu yeye ndiye alianza mada, acha atumuulize sisi. Kwa hivyo karibu kwa swali. Swali ni dakika 2, alafu kujibu ni dakika 4. Nitazipunguza kwa sababu ya muda. 3, alafu kujibu ni dakika 4. Kwa hivyo mtunza muda hapo utusaidie. Asante kwa muda huu ambao umenipa. Swali langu tu ni rahisi, na ningependa kwamba pastor atakapomuuliza hili swali, nikimuuliza machungwa asinijibu maembe, anijibu venye nitauliza, kwa sababu amesema kwamba Yesu ndiye bado ule baba. Lakini Biblia inasema kwamba katika Yohana 3:16 anasema kwamba na jinsi Mungu aliupenda akamtuma mwanae pekee ulimwenguni. Kwa hivyo ningependa nimuulize pastor hivi, kama anasema Yesu ndiye ule baba, ni nani alikufa msalabani? Na Yesu alipokuwa analia anasema Eloi Eloi lama sabakthani, yani Mungu wangu mbona umeniacha? Alikuwa anaambia Mungu gani? Na yeye ndiye ule baba. Hiyo ni swali langu. Haya. Hiyo ni swali. Yaani Mungu wangu
mbona umeniacha? Huyu ni Yesu na yuko msalabani pale, analia, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Alikuwa anaambia nani kama yeye ndiye Baba? Karibu dakika 4. Haya, kwanza nataka usikize majibu yaliyoenda shule. Majibu yaliyoenda shule hawa. Kwanza hawa wamesema Yesu kuna Mungu alafu Yesu ni Mungu. Kwa hivyo wao wako na miungu miwili hawa. Kwa sababu wanasema Yesu karithi jina la Mungu. Ndio akasoma mpaka mwanzo akasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa hivyo Mungu wetu alikuwa ananena na nani? Na Yesu. Kwa hivyo walioumba, kwanza nataka mfahamu nyinyi, Yesu ni mwanadamu 100%. Na pia Yesu ni Mungu 100%. Lakini swali ni, wakati Yesu anasema Eloi Eloi lama sabakitani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Swali, alikuwa anamuomba Mungu yupi? Timotheo wa kwanza 3:16. Kash. Timotheo wa kwanza 3:16. Inasija kupatia ile Petero wa kwanza, nayo hiyo ni kashi, lakini soma hii kwanza. 3:16 Timotheo wa kwanza. Ndio. Inasema 3:16. Inasema hivi, na bila shaka. Sikiza Biblia inasema na bila shaka. Siri ya utaua ni kuu. Siri ya uungu ni nini? Siri ya utaua ni kuu. Maliza. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Kwa hivyo Mungu akavaa mwili wa binadamu, akawa binadamu halisi, ndio Yesu. Inaendelea kusema ndio. Alidhihirishwa katika mwili. Safiri. Ajulika kuwa na haki katika roho. Aliza. Akaonekana na malaika. Ndio. Akahubiriwa katika mataifa. Ndio. Akaaminiwa katika ulimwengu. Subiri, sikiza. Wakati Yesu akisema Eloi Eloi lama sabakitani, ni kwa sababu Yesu alikuwa ana ubinadamu. Sasa uungu alikuwa pale ashauvua. Kwa sababu Yesu ni Mungu, wanakubali. Na Yesu ni binadamu. Yesu mwenyewe anasema, mbona mwataka kuniua? Mimi mtu. Kwa hivyo Yesu alikuwa mwanadamu halisi, alizaliwa. Yesu alizaliwa. Kwa hivyo wakati akisema Eloi Eloi, ni kwa sababu alikuwa ashovua ule uungu, alikuwa anazungumza kama binadamu halisi. Hiyo ndio jibu ambalo limeenda shule. Yesu alikuwa yeye anazungumza kama mwanadamu halisi 100%. Sasa msomaji, hebu changamoto nimuonyeshe huyu Yesu nani zaidi ya Yesu. Soma Ufunuo haraka haraka pale, Ufunuo wa Yohana. Nataka nikufundishe, kuna kitu ambacho amekisema huyu, nataka nikaweze kukimaliza kabisa. Ujanja wao hawa ni wale ma offshoot. Nataka 1:8 Ufunuo wa Yohana. Ndio. Unasema mimi ni Alfa na Omega. Yesu anasema mimi ni Alfa na Omega. Yesu ni Alfa na Omega. Maliza. Mwanzo na mwisho. Tena nasema Yesu ndiye mwanzo tena mwisho. Hakuna mwanzo mwingine, yeye ni mwanzo na mwisho. Maliza. Asema Bwana Mungu. Maliza. Aliyekuwako na aliyekuwako na aliyekuwa na aliyekuwako. Fungu la 7 pale pale. Fungu la 7. Ndio. Tazama yuaja na mawingu. Fungu la 7 pale pale. Fungu la 7 ndio hilo. Fungu la 17. Fungu la 17. Nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Sasa sikiza, Yohana sema, nami nilipomwona huyu Yesu nilianguka miguuni kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake juu ya kinywa changu, na Yesu akasema, mimi ndimi Alfa na mimi ndimi Omega. Bado msimamo wangu ni kwamba Yesu alikuwa ana ubinadamu, na alikuwa, labda nyinyi mkatae kwamba Yesu hakuzaliwa, kwa sababu Mungu hawezi zaliwa. Yesu kazaliwa kwa sababu alikuwa ameuvaa ule ubinadamu, akazaliwa. Na ndio maana Yesu akasema Mungu wangu, Mungu wangu, kwa sababu yeye ni mwanadamu, alizaliwa, lakini bado Yesu ana uungu 100%. Labda nyinyi sasa, niuliza kabisa swali. Si ndio wakati wangu? Nauliza kabisa swali.
kuuliza swali ni dakika 3, si ndio? Dakika 2 umenipunguzia mimi Haya, mimi ninataka kuuliza swali hawa. Yesu ni mwanadamu alipokuwa hapa duniani, ni mwanadamu au alikuwa Mungu? Mimi msimamo wangu ni kwamba Yesu ana pande mbili, kwamba yeye alikuwa Mungu kama vile Wafilipi 2 fungu lake la 6, akajifanya hana utukufu, akachukua mwili wa binadamu, akawa mwanadamu, akazaliwa. Huo ndio msimamo wangu. Swali na muulizeni, wakati Yesu Mungu anaposema, mmesema kwamba Mungu alisema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa hivyo alikuwa anamwambia Yesu ni mtu, ni mwanadamu 100% au alikuwaje? Nataka mje hapa muje mtuelezee huyu Yesu alipokuwa hapa duniani alikuwa ana asili gani? Maana Mungu hawezi zaliwa. Msimamo wangu mimi ni kwamba Yesu ana uungu na ubinadamu. Sasa naosubiri watuambie kama Yesu ni mwanadamu au ni Mungu. Wakisema ni Mungu, basi imekamilika kwamba Baba, Mwana na Roho ni Mungu mmoja. Wakisema ni mwanadamu, basi watakuwa washapotea. Naomba mwalimu uje kujibu moja kwa moja. Nafikiri tumeuliza swali akajibu. Aliyekuwa anasema Eloi, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mimi sijamuelewa. Hebu mjibu swali lake. Sana. Wacha kwanza tujibu swali lake, alafu turudi kwa hoja yake. Unajua, kwanza nipe ufunuo moja. Kuna kitu ambacho siwezi kuacha kabla sijajibu swali. Dakika nzuri. Naam. Anipe ufunuo moja. Inasema hivi, yeye amekimbia kusoma 8, lakini yule anasoma maandiko asielewe. Soma hiyo. Inasema ufunuo wa Yesu Kristo. Ufunuo ni wa Yesu Kristo aliyepewa na Mungu. Kumbe kuna Yesu Kristo na kuna nani? Na kuna Mungu. Lakini wewe unataka kutuambia Yesu ndiye bado huyo Mungu? Ndiye Mungu bado. Wewe, hebu soma tusikie. Inasema hivi, ufunuo wa Yesu Kristo aliyepewa na Mungu. Kumbe kuna Mungu na kuna nani? Na kuna Yesu. Twende. Inasema hivi, soma sasa mstari wa 8. Inasema mimi na Alfa na Omega, huyo Mungu. Maana ufunuo wa Yesu Kristo, lakini alipewa na nani? Na Mungu. Hebu kwanza rudi hapo ufunuo moja. Usoma mpaka 2. Inasema ufunuo wa Yesu Kristo aliyepewa na Mungu aonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hana budi kwanga upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Tulia. Kwa hiyo kuna ufunuo wa Yesu Kristo aliyepewa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo kuna Mungu na kuna Yesu Kristo. Sasa nani anasema ni Alfa na Omega? Soma mstari wa 8 sasa. Mimi ni Alfa na Omega. Kwa hiyo nani ufunuo ulipeana na Mungu, si ndio? Naam. Ukapeana kwa Yesu, Yesu akapewa malaika, malaika akaleta kwa Yohana. Sasa soma tusikie kama ni Yesu anasema ni Alfa na Omega ama ni nani? Soma tusikie. Alfa na Omega. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Twende. Asema Bwana Mungu. Anasema Yesu ama Bwana Mungu? Asema Bwana Mungu. Maana ufunuo ulitoka kwa nani? Kwa Mungu. Yesu akapewa malaika. Wewe zisome Biblia teolojia. Hapa ni maandiko yazungumza yenyewe. Sasa msomaji, swali akauliza, Yesu alipokuja duniani, je, alikuwa Mungu? Kwanza ukisoma kitabu cha nimeshasema ya kwamba Yesu ni mwana wa nani? Yesu mwana wa Mungu. Na nikauliza swali, ikiwa mtoto wa nyoka ni nyoka, mwanadamu ni mwanadamu, mwana wa Mungu atakuwa nani? Ni Mungu tu. Ni Mungu kwa sababu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Yesu alipokuja duniani kama mwanadamu, alipozaliwa kama mwanadamu, aliitwa mwana wa Adamu. Sasa angalia, Yesu alikuja kwa jina gani? 5:43 rudia. Yohana. Kitabu kile cha Yohana 5:43. 5:43. Huyu kwanza anatuambia ati Yesu alitifua Mungu. Sasa alikuwa anaongea na Mungu ambaye amefuliwa. Kwanza amembadilisha, anasema ni kama kutoa nguo weke chini. Anasema Yesu ni mwanadamu.
Soma hiyo. Inasema hivi, twende. Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Yesu anasema mimi nimekuja kwa jina la baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Kuna jina ambayo amekuja nayo, amekuja na jina la nani? La baba yake. Na kama Mungu ana jina la baba amekuja anaitwa Mungu, Yesu akija kwa jina lake na baba yake atakuja na jina la nani? La baba yake, si jina la Mungu kabisa. Msomaji, naam. Alikuja kwa jina la Mungu. Hebu nipende Waebrania 1:1. Waebrania 1:1 mpaka 3. Waebrania 1:1. Soma tusikie. Inasema hivi, safi. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, twende. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika Bwana. Kwa hiyo kuna Mungu na kuna mwanawe. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika Bwana. Sasa soma mstari wa 4. Inasema hivi, ndio. Inasema amefanyika bora kupita malaika. Amefanyika bora kupita malaika kwa kadri jina alilorithi. Amerithi jina. Sasa aliporithi jina akaambia ile mstari wa 9. Soma alafu tumalizie kwa. Inasema hivi, lakini kwa habari za mwana asema, Mungu kwa habari za mwanawe asema, kitendo cha enzi Mungu. Ni Mungu alimuita jina hilo, akampatia jina lake. So Yesu ni mwana wa Mungu, hazili ndio wako nayo ya Mungu. Sasa huyu anashangaa. Hebu msamaji, wacha nimsaidie kidogo maana kuna kitu amesema akiwa hapo kando kabisa. Nipe Mwanzo 5:1. Ile nimetia lemuri, haelewi nini tunasema. Unajua tuelewi hiyo. Nasoma teolojia imemkanganya. Kama labda anatetea mshahara. Soma hiyo. Inasema hivi, Mwanzo 5:1 tena. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Twende. Siku ile Mungu alipoumba mtu, kwa sura ya Mungu alimfanya. Mwanamume na mwanamke. Aliumba mwanaume na mwanamke. Aliomba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu. Wewe ukiulizwa kati ya mwanaume na mwanamke nani ndiye Adamu? Mwanaume. Ni Adamu. Si ni mwanaume ndiye Adamu kabisa. Lakini mwanamke katika nafsi ni Hawa ama Eve ni Hawa. Lakini katika asili maana alitoka ndani ya Adam. Ndio maana amekubali Mungu aliwaita jina moja akawaita Adam. Kwa hiyo Eve si Adam katika nafsi, lakini ni Adam katika asili maana alitoka ndani ya Adam. Hivyo. Yaani hivyo ndio Biblia inafaa kuelewa. Hivyo Yesu. Hivyo na Yesu. Yaani ni rahisi kuelewa Biblia. Na hii leo ni mtamu. Haya, nafikiri tumeenda dakika 20 tukaenda dakika 10 za kukosoana kile alichosema mwalimu mwingine. Sasa hii tukaenda swali moja kwa kuuliza ilikuwa dakika 2, kujibu ilikuwa dakika 4. Mwalimu pale kando ameuliza swali akajibiwa. Mwalimu wangu pia akauliza swali, ile mwingine akaja akajibu. Sasa akaniomba tuongeze swali moja. Kwa hivyo naomba tuulize swali moja kwa dakika 2 bado, na baadaye yule atakayejibu ajibu kwa dakika 4. Kwa hivyo swali dakika 2, kujibu dakika 4. Kwa hivyo nani anatangulia kuuliza? Sawa, njoo ulize. Kwa sababu dakika 2 tafadhali tuomba tuwe na taratibu. Kama ni dakika 2 tumia dakika 2. Kama ni dakika 4 tumia dakika 4 kwa sababu muda umeenda sana. Kwa hivyo mwalimu, nakuomba ujenge swali lako katika dakika 2. Zikiisha nitakuzimia mic. Kwa hivyo naomba utumie dakika 2 tu peke yake. Karibu. Haya, kwanza na sitikika sana kusikia leo pastor anasema ya kwamba kuna Mungu watatu. Cha ajabu sana. Sasa nilipokuwa namsikiliza kwa muda wote, nimeketi pale chini nikamsikiliza vizuri kwa hoja yake, lakini pia ningependa nisikilize na swali langu alisikilize vizuri, maana sote tunaelewana ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa swali ndogo kwake, Yesu amezaliwa mara ngapi kwa Biblia? Maana umeona hapo kuna tatizo hapo anapoitwa mwana wa Mungu. Swali kimaandiko na kuelewa kwako, Yesu amezaliwa mara ngapi? Haya, karibu sana utujibu kimaandiko.
Mwalimu, karibu kwa majibu. Dakika 4 na tafadhali mtunza muda. Ikifika dakika 4 uniambie. Karibu. Haya, sikizeni majibu Ameuliza Yesu amezaliwa mara ngapi? Ndio swali lake. Mara ngapi Yesu amezaliwa? Sikiza jibu hash. Mithali 8:30 na kuendelea. Mithali 8. Bado msimamo wangu ni kwamba Yesu alipokuwa hapa duniani alikuwa ni mwanadamu 100%. Alikula, alivaa, alilala. Kwa hivyo Yesu na Mungu anasema ya kwamba Mungu mwenyewe kwenye kitabu cha Biblia na kusubiri wewe ufike. Niko pale. Aya, soma. Unasema Mithali 8 aya yake ya 30. Soma. Nilipokuwa pamoja naye katika mastadi wa kazi. Sikiza Yesu, hebu anza kule juu kwanza, fungu la ngapi pale? 23 ndio nataka. 23. Nakusaidia tu. Na nilikuwa tokea milele tangu awali. Sikiza Yesu asema nilikuweko milele tangu awali. Kabla haijakuwako dunia. Hii dunia kabla haijakuweko Yesu alikuweko. Wakati visipokuwepo vilindi na alizaliwa. Anasema wakati visipokuwepo vilindi Yesu alifanyaje? Alizaliwa. Maliza. Wakati visipokuwepo chemichemi zilizojaa maji. Asubiri kwanza. Kwa hivyo Yesu kabla ya ulimwengu Yesu alikuwa amefanyaje? Amezaliwa. Swali, je, wakati huo kabla hajaingia katika tumbo la Mariamu alikuwa ni mwanadamu? La. Lakini alipokuja, na hiyo ni kauli ya kibinadamu. Hizo unajua Biblia limezungumza katika uelewa wetu sisi wanadamu. Na ndio maana hebu soma ile Wafilipi 2 fungu lake la 7 alafu nikaweze kukujibu haraka haraka. Wafilipi. Kwa hivyo Yesu alizaliwa katika kauli ya kwanza kabla ya ulimwengu, alafu pili akazaliwa na Mariamu akawa mwanadamu. Sasa wewe njoo tuambie kama alizaliwa mara ngapi? Mimi nimekwambia kazaliwa kwanza, tena hiyo ni kauli ya kibinadamu kwa sababu Yesu alisoma hiyo Wafilipi 2 fungu lake la 7 wewe. Msomaji, sasa wewe nisikize mimi. Niko. Wafilipi 2:6. Fungu lake la 7. Ndio niko pale. Soma hiyo. Bali na alijifanya kuwa hana utukufu. Yesu alijifanya kwamba hana nini? Hana utukufu. Akatoa namna ya mtumwa. Kumbe Yesu akachukua namna ya ubinadamu, akawa na mfano wa wanadamu. Akawa sasa ni mwanadamu. Kwa hivyo Yesu kwanza alijifanya kwamba yeye ana ubinadamu, lakini kwa asili yake yeye alikuwa ni Baba wa milele, Mungu mwenye nguvu, Immanueli, maana yake ni Mungu pamoja nasi. Ameuliza swali lake amesema Yesu kazaliwa mara ngapi? Nimemwonyesha kwamba Yesu kazaliwa mbinguni, na hiyo ni lugha ya kibinadamu, lakini Mungu mwenyewe, yeye Yesu akiwa Mungu alijifanya hana uungu. Kwa hivyo mimi msimamo wangu ni kwamba Mungu na Yesu. Dakika zimeisha. Haya. Yeye ndiye anauliza swali tu. Uliza swali. Haya, mimi dakika 2 nauliza swali. Naam. Sikizeni swali. Nauliza swali. Wafilipi Timotheo wa kwanza 3:15 na 16 niulize swali. 3:15-16 kitabu ni cha Timotheo. Kwa hivyo unaona hawa ni wapinga Kristo, hawa wana utatu mtakatifu hawa. Ndio maana tukawatoa kanisani hawa. Pili, hawa wanakataa pasta asiwe mwanamke. Kesho nitaleta hiyo hoja kwamba pasta ni anaweza akawa mwanamke au mwanamume. Kesho ndio mada yetu hapa. Nataka hawa wadhalilike. Hebu soma hiyo. Timotheo wa kwanza 3:15-16 niulize. Wewe ni wanichelewesha wewe. Yaani nikikawa upate kujua jinsi wapasavyo watu. Wewe. Timotheo wa kwanza 3:15 na 16. Ndio hiyo. Piga 16. 16 nasema ndio. Na bila shaka siri ya utaua ni kuu. Na bila shaka, sikiza swali. Na bila shaka siri ya uungu ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Swali langu, huyu Mungu
aliyedhihirishwa katika mwili akawa mwanadamu ni nani? Huyu Mungu aliyedhihirika au aliyedhihirika katika mwili mpaka tukaona mwili wake ni nani? Swali mara kazalia. Mahali mwibo umeingilia ndio tunatolea, si ndio? Kabisa. Hapo tu yenye amesoma, rudia hapo. Tumjibu kashi. Soma hapo. Alafu kwanza amekubali Yesu alizaliwa mwanzo. Sasa huku tuambia ni nani alimzaa. Hiyo ndio huko unajua. Inamaanisha kuna baba ya ilikuwa mtego. Hiyo umeshamaliza. Kwa hivyo kwa imani ya utatu huko hapo tena huko umekubali kuna Mungu aliyemzaa Yesu. Hivyo. Kwa hivyo imeisha hiyo. Wachana na utatu. Utatu ni fundisho la uongo. Sasa soma hiyo. Lakini kikawia yenye amesoma andiko yenye amesoma saa ya kitoka akauliza inasema na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Biblia inatuambia siri ya uteuwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akahubiriwa katika mataifa. Sasa Mungu anayezungumziwa pale sio Mungu ambaye ni babaye Yesu, bali ni Yesu ambaye ana asili ya Mungu. Huyo ndiye alihubiriwa na ndio bado na sasa hivi, maana mtoto wa nyoka ni nyoka na Yesu ni mwana wa Mungu na amekubali alizaliwa. Sasa huyu ataije ni Mungu? Ndio naona Paulo anasema siri ya uteuwa ni kuu, anazungumzia uungu wa Yesu ambao ulihubiriwa duniani. Mungu watatu hapatikani duniani, hapatikani kimaandiko. Ndio naona tangu aanze. Yaani sisi tusome hizi vitabu zote hizi alafu tukose kuona Mungu watatu. Hizi vitabu zote tusome mpaka Qur'ani alafu tuseme hakuna, na ili hali yako hujatupatia andiko ambalo linasema kuna Mungu watatu kimaandiko. Hapana, hakuna Mungu watatu. Kwanza twende mbinguni. Unajua lazima watu waelewe kabisa Mungu watatu wako wapi na amewahi fanya kazi wapi, maana ofisi yake haijulikani. 22:2 ya kitabu cha Ufunuo Yohana andiko hiyo inasema hivi. Inasema maana tumeelewana kuna baba aliyemzaa Yesu. Kwa hivyo mbinguni kuna watu wangapi? Watu wawili, baba na mwanawe. Soma hiyo. Kisha akaonyesha moto wa maji ya uzima, alafu wenye kung'aa kama bilauri ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu teremka na cha mwana kondoo. Inasema wala hapana kwa namna yoyote. Kwa hivyo mbinguni kuna kiti cha Mungu na cha mwana kondoo. Kuna cha tatu? Hakuna. Hiyo cha tatu yenyewe iko wapi? Ya Mungu iko wapi? Tatu nasema wala hapata kuwa na laana yoyote. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwa ndani yake. Kwa hivyo viti ni ngapi? Ni mbili. Viti ni ngapi? Ni mbili mbinguni. Hii kiti ya Mungu roho iko wapi? Ili tumwamini leo, tuambie iko wapi? Dakika zimeisha. Ibada ni tamu, sawa? Haya. Ni sawa. Nafikiri kwa sababu ya muda mwalimu ameomba, alikuwa arejee bado, ama tuulize labda ana jambo lingine ambalo angetenda kutuambia, lakini kwa sababu ya muda ningeomba hivi, nitaongea na walimu wangu ili kesho tuanze kwenye tumeachia, tutakubaliana baadaye kando. Alafu kesho turudi bado tuendelea hii mada. Hii mada ni pana. Tukisema tunaendelea hivyo tunaweza kufika hata saa 9, na kibali chetu kilikuwa kinaturuhusu mpaka saa 2:30 usiku toka. Alafu nimefurahia kwa sababu pia ametuandika katika kanisa lake tuweke hii mada ya utatu. Ndio hivyo. Kwa hivyo asigeuze kauli. Sisi Sabato tutakuwa kwa hiyo kanisa yake kwa hii mada ya utatu. Pia shiriki nao wajue. Asigeuze. Kwa hivyo hata wale wengine tunawaalika bado. Kwa hivyo tuhudhurieni kwa kanisa lake siku ya Sabato ili tuendeleze hii mada. Na hapo ndio ataona vitu hajawahi sikia hapo. Tutambue roho unabii. Kwa hivyo naomba tuweze kuomba ili tukaweze kumalizia hii mada kwa hapo tulipofikia. Kwa sababu ya muda naomba tukaweze kuomba ili kabla
Na mwalimu, hebu niulize. Mada ya kesho, tangaza mada ya kesho. Tuweze kurudia mada ziko nyingi. Hasa anaruhusiwa kuwa mwanamke au haruhusiwi? Tutaendelea na hii mada ya utatu, imeisha kweli? Bado hatujazungumzia roho ni nani kwa undani. Hebu njoo basi mtoto. Hebu njoo hapa utuambie kesho unataka mada gani? Mimi nimwambia kwa sawa. Kwa hiyo kesho unataka tujadili nini? Asante. Unajua hatuwezi kila siku kujadili topic moja, wala hakuna shule ambayo kila siku inafundishwa tu subtraction kila siku miaka yote, hakuna. Sasa kesho utakuwa na mada mpya. Hawa wanakataa pastor asiwe mke hawa. Mimi nasema Mungu anaweza kumchagua mwanamke akawa mchungaji. Mada ya kesho ni je, pastor anaweza akawa mwanamke au ni vipi? Mada ya kesho mpya hiyo. Kimaandiko. Si ya maandiko. Naweza mwambia mwalimu, hizi kamera unaziona hapa zinapeperusha na watu wanafuatilia hii mada. Kwa hivyo acha tu niachie hapo. Haya, mimi naomba nikaribishe mwalimu ili kwa sababu hatutakuwa na kipindi cha jioni kama juzi jana na huko nyuma. Kwa hivyo saa hii ningeomba katika kuanzia siku ya kwanza hadi saa hii mafundisho yote yenye tumefundisha hapa ama tumeyapata kutoka kwa walimu, naomba kama kuna swali lolote, hata hii mada yenye tumetoka hapa, kama kuna swali lolote natoa tu dakika kama 2 hivi ama 5 ama hata 10, alafu tuulize maswali. Sana usisahau kwamba pastor amesema sisi tunapita kudanganya hapo watu, pia watu nao wataona nani muongo. Ndio hiyo bado wataamua. Kwa hiyo nampa mwalimu hapa, kama kuna swali lolote usitoke hapa kabla hujauliza swali. Kama kuna swali lolote njoo uulize. Mwalimu yuko, mwalimu karibu. Okay sana. Ukiwa kuna swali lolote tafadhali. Sisi tunasema ibada ya Jumapili ni ya uongo, haiko kwa Biblia. Itakuuliza enda uulize. Sisi tunasema ubatizo wa kubatiza watoto wadogo ni ya uongo, watoto wadogo hawafai kubatizwa. Ukiwa kuna swali enda pale uulize. Sisi tunakataa kubatiza kunyunyizia maji kwa kichwa. Ubatizo wa kweli usamishe ndani ya maji mengi. Ukiwa kuna hiyo swali pale. Swali ambalo linahusiana na ubatizo. Sisi tunasema Pasaka, meza ya Bwana inafaa kukuliwa mkate usiotiwa chachu na si mikate ya popcorn na biskuti zinakuliwa kwa makanisani. Na tufai kunywa pombe ama soda ama Coca-Cola ama vinywaji kama hivyo kama Pasaka. Tunafaa kunywa uzao wa mzabibu. Kama mnakunywa Raibena ama Kwenja na kuna hiyo swali enda pale. Tunafaa kunywa uzao wa mzabibu, tutengeneze sharubati ya mzabibu tutumie kama Pasaka. Na pia kuna swali kuhusiana utatu. Sisi tunapinga utatu, hauko kwa Biblia, maana mwalimu amesimama hapa na anathibitisha Mungu mmoja kwa Biblia. Wa utatu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wakiwa watatu anatathibitishia. Kwa hiyo kama uko na hiyo swali unakabisha kuuliza swali. Kwa hiyo hapa tunataka turuhusu maandiko yaongee. Kwa hiyo ukiwa na swali na usifuate ati mchungaji kwa sababu anakutishia kuna elimu ya shule. Hapa ni maandiko. Kwa hiyo elimu si kipimo cha kupima watu, maana hata Petro hakusoma, Yesu hakwenda shule yote, Yohana Mbatizaji hakwenda shule yote yafundishe. Sisi lazima tuende shule ndio tufundishe. Kwa hiyo ukiwa na hiyo swali unakaribisha kuuliza swali. Kwa hiyo hapa tunaruhusu sasa watu wa nje ambao wanatusikiza watuulize maswali. Alafu lingine, maana anashuhudia hapa mbele ya watu ya kwamba tunafundisha uongo na nitathibitisha kwa andiko kwamba tunafundisha uongo. Tutaki mtu aseme kwa kinywa cha bure ya kwamba hawafundisha uongo. Tunataka thibitisha kwa maandiko ya kwamba tunafundisha uongo na ameshindwa kudhibitisha hiyo. Sasa ukiwa na swali tafadhali umekaribishwa. Kwa nini tuulize maswali mtumishi?
Petro wa kwanza 3:15 inasema hivi, safi, muwe tayari siku zote. Maandiko yanasema tuwe tayari siku zote kumjibu kila mtu aulizaye habari ya tumaini, kumuuliza kila mtu, kumjibu kila mtu anayetuuliza habari ya tumaini ile ndani yenu, tena lakini kwa hofu na kwa upole. Barikiwa. Kwa hiyo tuko tayari kujibu maswali tukiulizwa, maana Biblia imesema tuulize maswali na tujibu. Kwa hiyo ukiwa na swali umekaribishwa kuuliza swali, uliza swali ukiwa na swali. Ikiwa wewe unataka kuokolewa, lazima utafute kujua nini unaamini. Ukisoma Warumi 10 na mstari wake wa 17, maandiko yanasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Mungu. Kwa hiyo nje ya neno la Mungu, imani hiyo ni ya uongo. Imani ambayo inathibitishwa na Biblia peke yake, imani ni ya uongo. Imani ambayo inathibitishwa na kamusi ni ya uongo. Imani ambayo inafaa kudhibitishwa na imani ya kweli inafaa kudhibitishwa na maandiko. Maandiko yaseme Mathayo 4:4. Wewe mtumishi, tulia tu, alafu tuita watu tuombe pamoja na tumalize pamoja, ili Mungu atubariki tunapoenda nyumbani. Kabisa. Soma hiyo Mathayo 4:4. Twende. Biblia Takatifu inasema hivi, Mathayo 4:4 inasema, naye akajibu akasema, na Yesu akajibu akasema, imeandikwa. Ati imeandikwa. Hakuleta porojo za huko na kando, hapana. Kuchukua vitabu za kamusi na huko akaanza hapana. Ati alisema imefanya nini? Imeandikwa. Kwa hiyo hapa tunafaa kusema imeandikwa. Imeandikwa. Na ukiona kanisa lolote watu hapa kuna watu Sabato. Nipe watu pia hiyo. Fika hapo. Nilikuwa nafika hapo kwa haraka mwalimu. Barikiwa. Naam. Hapa kwa Sabato. Watu Sabato lazima tuonyeshe ya kwamba watu ambao wanaaminishwa kanuni. Na hiyo kanuni isithibitishwe na Biblia. Hiyo kanuni mnaaminishwa, ili mnaaminishwa uongo. Umesoma hiyo 1BIO kurasa wa 450 ngapi? 53. Haya, barikiwa. Fika pale 400. Hiyo ni kitabu cha Waadventista Sabato. Wanakiamini. Hebu kisome. Kitabu kile cha 1BIO 100 400 na 50 na ngapi? 54 hapo. Ubeti wa 3 ama 53 hapo. 53. Haya. Samahani mwalimu. Barikiwa. Kwa hiyo kiwa na swali usiogope kuuliza swali. Uliza swali. Alafu nataka tumalize kwa ombi. Bwana soma hiyo. Niko hapa mwalimu. Ikiwa ni msabato nisikize kwa makini. Sikiza kwa makini. Usitishwe na watu. Yaani wana tisho ati kanisa ni majengo kubwa watu wamejenga. Ati kwa sababu watu wanakutishia tukitoka chini ya General Conference umepotea wewe. Yesu alipokuja duniani alipata mfumo kama vile leo kuna mfumo wa General Conference. Yesu alipokuja duniani alipata mfumo, hata yeye mbalizaji alipata mfumo wa Mafarisayo na Masadukayo. Kwani alifuata huo mfumo? Hapana, hakufuata huo mfumo. Wana mbalizaji alihubiri kivyake na akabatiza kivyake. Hakuhubiri Mafarisayo anaenda kubatiza ama Masadukayo anaenda kubatiza. Naam. Wana mbalizaji alihubiri kivyake kama vile tunahubiri kivyetu. Hii ni sauti ya mtu aliyemkani. Tengenezeni njia ya Bwana mapito yake. Yohana Mbatizaji alikuja akirejesha watu katika mapito ya kweli. Soma hiyo. Inasema hivi, safi. The first step of apostasy. Hatua ya kwanza ugongefu, na usikize kwa makini. Hapo nasema ni kanuni. Msomaji. Naam. Ubarikiwe. Naam. Na usikize kwa makini, usikiza. Hatua ya kwanza ya ukengeufu ama ya uasi ni kupata kanuni ya imani, ni kuwa na kanuni ya imani ikituambia tutakachoamini, alafu hiyo kanuni ituambie kile tutaamini. Endelea. La pili ni kufanya imani hiyo, ati ya pili ni kufanya kanuni hiyo kwa mtihani wa ushirika. Leo watu wanatumia kanuni kujaribu watu imani nayo. Kabisa. Soma tusikie. Inasema 3, hatua ya tatu ya uasi ni kujaribu washiriki katika kanuni hiyo ya imani, ni kujaribu washiriki wakitumia ile kanuni ya imani. Ya 4 ni kuwashtumu kama wazushi wale wasioamini imani hiyo, na ni kuwashtumu kama offshoot ama wazushi, kama vile pastor amesema, wale ambao hawajakubaliana na hiyo kanuni. Kwa hiyo pastor ako right anaposema ya kwamba maana tumekataa kuamini kanuni yao, watuite offshoot. Maana hata vitabu vya Roho nabii vinasema wale ambao wameasi
kwanza wanakuwa na kanuni. Baada ya kuwa na kanuni, wanadai hiyo kanuni iwe ndio imani ya washiriki wao. Alafu hiyo imani, hiyo kanuni ijaribu imani ya washiriki wao, alafu wale ambao watakatana nayo waitwe offshoot ama wazushi, heretics. Soma tusikie. Inasema hivi mwalimu, hapo chini inasema imani na kanuni vinapingana moja kwa moja. Ndio. Sasa nini msimamo wetu kama watu wa Mungu? Msimamo ni gani? Biblia ni imani yetu. Biblia ndiyo imani yetu, si kanuni. Tunakataa kanuni. Malizia andiko sikie. Tunakataa kila kitu katika mfumo wa imani ya mwanadamu. Tunakataa kila mfumo ambao unaongozwa na kanuni ya wanadamu. Tunakataa. Tunachukua Biblia na karama za Roho. Tunachukua Biblia na karama za Roho peke yake. Kwa maana tunaamini Biblia na Roho nabii. Hizi zingine potelea mbali. Watu wa Mungu, tuombe pamoja. Tusimame tuweze kuomba pamoja na Mungu awabariki sana. Kesho tunaendelea kuangalia maandiko zaidi. Usikubali kudanganywa na mtu hapa. Na usitishwe. Wakati mitume waliona kwamba Mafarisayo na Masadukayo wamekataa ukweli, waliabudia mpaka kwa nyumba. Hiyo ni Wakolosai 4 mstari wake wa 15. Karibieni tuombe. Kabisa. Karibieni tuombe, watu wa Mungu barikiwe. Na usiogope. Mungu anasema msiogope enyi kundi ndogo. Mungu hataki wingi wa watu. Unatisha watu. Hii kazi tunaipeleka kila mahali. Na kwa wale ambao tunaunganika na wao tuhubiri ujumbe wa mwisho duniani. Njoni tuombe pamoja. Njoni hapa tuombe pamoja, watu wa Mungu. Njoni pande hii tuombe. Sisi tutetee mshahara. Hatutetee mshahara. Hapa ni ukweli tutetee. Yule ambaye anataka kutetea mshahara shauri yake. Hiyo kwa kifo ama nini? Kabisa. Lakini pasa maana tunataka wakolewe wake atetee mshahara. Tunaweza kumwambia hata amini ujumbe, tuhubiri ujumbe na yeye. Bali msiate ati hajui, anajua hakuna utatu. Anajua kabisa ni ile tu venye ameaminishwa. Si unaona ameshinda kutetea utatu hapo kabisa. Kwa hiyo tunataka kuomba. Kesho tunaangalia mada. Je, mwanamke anaweza kuwa mchungaji, askofu, mzee wa kanisa? Hiyo ndio mada ya kesho. Labda niambie hapa tu mfungaji. Anathibitisha mwanamke anaweza kuwa pasa, hiyo ndio itakuwa mtihani kabisa. Itakuwa patashika. Sio kutarika. Hatari sana. Yaani pasa lazima kuna, yaani mwanamke anaweza kuwa pasa wewe. Kesho ndio tunaona. Tukitumia maandiko. Biblia isema na mmoja vitabu za kuandika. Ukikuja na vitabu za kuandika, hapa ni mafunzo ya Biblia. Tusiaminishe uongo bwana. Hii kazi tunataka tuhubiri kila mahali huku, kila mahali. Na tufungue makanisa mengi. Kazi ya Mungu vile inamalizika, watu watajua. Unajua watu wengi hawajajua mfano wa magari 20 ambao nasumusia watendakazi wa asubuhi mapema, saa 3, saa 6, saa 9, saa 11. Umejiuliza swali. Nataka hii swali wewe ujiulize usiku kana kulala. Usiulize hii swali. Kutoka asubuhi mapema mpaka saa 3, masaa mangapi hayo? Matatu. Kutoka saa 3 mpaka saa 6, masaa mangapi? Matatu. Kutoka saa 9, saa 6. Kutoka saa 6 mpaka saa 9, masaa mangapi? Matatu. Lakini kutoka saa 9 mpaka saa 11, masaa mangapi? Kwa nini ilibaki lisali moja kukaitwa watendakazi wa saa 11? Umejiuliza swali? Ni kwa sababu watendakazi wa saa 9 walishinda kumaliza kazi. Ndio maana Mungu anainua watu sahihi. Watendakazi wa saa 11. Ndio wamaliza kazi. Tunafanya kazi lisali moja ndio limesalia. Ndio tunaangalia tufanye kazi hiyo. Kitaka kuelewa mfano zaidi, jiunge na sisi tutakufundisha. Uelewe kweli. Kwa nini walishindwa? Hawa wa saa 9 waligeukia uongo. Patient condition. Msamaji, tunashukuru. Acha tumalizie pale, tunataka kuomba. Na nishike kichwa tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya kujitukuza na kujidhihirisha kwenye uwanja huu. Watu wengi wameona ukweli, maana shetani ameibika. Yesu Mwana wa Mungu unajitukuza kwenye viwanja hivi. Ukweli umeonekana wazi. Bwana, saidia watu wako ili wafuate ukweli, wajitenge na uongo. Bwana anasema tuachane na watu wa mshahara, ili tukufuate wewe Yesu, mchungaji wa kweli. Na hivyo sisi tumekubali tukufuate wewe, mchungaji wa kweli, tufuate ukweli wa maandiko, tujitenge na uongo. Bwana tusaidie, tuweze kwa nguvu zetu. Tunaomba ubariki kila mmoja wetu, bariki kazi ya mikono yetu, ili kwamba
hata kazi ya mwisho duniani ambayo inafanywa na watendakazi wa saa 11. Maana watendakazi wa saa 9 wameshindwa na kazi. Baada ya kumaliza kazi, waliamua kuleta teolojia ili wachungaji waende teolojia, warudi waachana kuhubiri unabii. Bwana, ujumbe wa mwisho duniani, ujumbe wa malaika watatu unahubiriwa tu na watendakazi wa saa 11. Ndio Bwana umeinua ili wamalize kazi. Na ndio maana leo Bwana ungependa ili kwamba watu wako uwasaidie ili kwamba wahusike pakubwa kukamilisha kazi ya mwisho duniani, ili historia dunia inapofungwa tuwe miongoni mwa wale ambao wataokolewa na watumwa waaminifu wenye akili wanaopeana chakula cha wakati. Tubariki kila mmoja wetu, tutoe nafasi ya kesho kujifunza katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Tunaomba na kushukuru. Amina. Amina. Bwana bariki na Yesu atoshe. Bwana salimiane. Tusalimiane tunapoenda nyumbani, salimia mwenzako, mtakie usiku mwema. Wewe na usiku mwema wa rafiki. Wakati tukiendelea kusalimiana, tunapoangalia historia ya kipindi cha Sodoma na Gomora, kuna ujumbe ambao ulipeanwa na wale waliokubali, waliokuwa maisha yao kizazi cha Mungu. Pia na sisi kama kizazi cha mwisho tuko na ujumbe wetu ambao Mungu ametupatia, na ujumbe wetu lazima tuelewe. Lakini shetani ametutangulia, ametuwahi kizazi chetu akitui ujumbe ambao Mungu ametupatia, lakini Mungu hawezi akaangamiza kizazi chetu kama hajawakumbusha watu ujumbe ambao ametupatia, na huo ujumbe ndio ambao tunahubiri hapa kutoka ndani ya maandiko. Kwa hivyo sasa, kuanzia kesho, tunawaomba tu msikose kwa hii mkutano, tuendelee na mafundisho, na ni Biblia pekee ambayo tunaifundisha ukweli. Wewe mwenyewe unajihakikisha ya kwamba umesikia ukweli, baadaye tujue ujumbe wakati wetu. Tuelewe kanisa la kweli ni gani, tuelewe watu watakaje kizazi chetu, watu watampendeza aje, watamwabudu aje Mungu katika kizazi chetu. Sasa tunawakaribisha sana kesho, na tuzidi kuombeana, Mungu atufunue akili, atupe hekima ili tuzidi kujua ukweli wake. Kama kuna jambo. Asante. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mimi nataka niwaambie wale ambao kama hiyo nataka niwaambia kwamba shetani ameteka kanisa kama una habari. Majasusi, unajua majasusi wameteka makanisa, na makanisa yametekwa na majasusi ili kuelekeza watu kwa uovu, lakini Mungu anajifunua na kujidhihirisha katika wale wachache ambao ni waaminifu. Unaona wafundi wa samaki Yesu wanaoinuka, watu wa kawaida, si wako wasomi, wanapeleka ujumbe. Sasa shetani ametumia wachungaji kuwapeleka shule teolojia, wakuja wapotoshe washiriki ili washiriki wasiamini ukweli. Lakini Mungu anainua watumishi wake ambao alienda shule kama Yohana Mbatizaji, alienda shule gani? Na Petro alienda shule gani? Walienda mitume. Yesu alienda shule ndio akuje kufundisha watu? Hapana. Kwa hiyo Mungu anainua vijana kama hiyo. Na mimi nataka niwahakikishie kabisa. Niwahakikishie kabisa. Ili mkijiunga na sisi, ili mtakao ubiri kama sisi. Na si shule tutawapeleka. Na teolojia hakuna. Tutajifunza Biblia hiyo. Na utashangaa ukishika maiki hii. Kabisa mimi nakuhakikishia ukweli. Kwa pamoja watu wa Mungu. Na kuna kitu kinaitwa kilio cha kumaliza kazi. Kazi ya Mungu inaenda kukamilika. Na watu wana habari. Mungu ameingia kazini mwenyewe. Wale ambao wameenda shule kula chakula cha uongo, theology. Wameenda shule kusoma theology. Mungu anawafuta kazi. Mungu amepea watu wengine kazi kama vile alikuta Mafarisayo na Masadukayo. Wale Mafarisayo na Masadukayo walikuwa wasomi. So walikuwa wanashangaa, huyu Petro amesomea wapi? Wanashangaa hata Yesu, wanauliza, huyu Yesu hii elimu ametoa wapi? Anaenda shule. Walikuwa wanashangaa. Anaenda shule kama sisi, ametoa wapi hiyo elimu? Hata saa hii hata huyo pasta anashangaa. Watu wanasoma Biblia, mimi naingia kwa kamusi. Na usiku mwema. Tafadhali ukikuja na mahali pa kuandika. Na hapa tumeanza shule ya kujifunza Biblia. Kujifunza Biblia kwa tunasoma.
Na huwa tunasoma mpaka tunauliza maswali mpaka tunatoa hoja, hata unatoa nafasi unatoa hoja. Unaonaje kulingana na ile najieleza ile. Si mtu anaweza mwanzo kwa sababu sana. Kwa sababu